Halo, halo, halo. Habari za jioni na imani nyote mnanisikia. Nazungumza nanyi. Jina langu ni Alphonse. Kama mnavyoweza kuona kwenye screen hapo. Naomba niwakaribishe rasmi kwenye kipindi chetu. Kama mnavyofahamu, kila Jumapili mida kama hii tunakuwa na mindset session. Lengo la kipindi ni kukuchallenge wewe unanisikiliza na kukumbusha wajibu wako kama binadamu, kwamba sisi binadamu wote tumeumbwa kwa kazi maalum. Kwa naomba niwakaribishe rasmi sasa, na kipindi tunaanza. Naomba uchukue kalamu na sehemu ya kuandika yale utakayoweza kuyaandika. Kwa wale ambao ni wageni, basi naomba niwakaribishe wote rasmi kwenye kipindi chetu, na naomba ukae umerelaxi, kwa sababu kinachokwenda kufanyika hapa ni kitu inaweza kuwa hujawahi kusikia, ndo nakisikia mara ya kwanza. Ndo tunaenda kukukumbusha hayo. Sasa basi, sitaki kupoteza muda. Kama mnavyofahamu, dunia hii imebadilika, lakini wakati dunia inabadilika, bahati mbaya sisi wengi hatubadiliki. Ndio shida ambayo tuko nayo sasa, kwamba dunia inabadilika, sisi hatufanyi nini? Sisi hatubadiliki. Kwa hiyo sasa, kama hayo yanatokea, sasa tutakuwa wageni wa nani? Kinachofanyika hapa ni kwamba, naomba uangalie hiyo picha kwenye screen hapo, na wako baadhi ya watu hivi tunavyozungumza, wapo wamekata tamaa na maisha, wako baadhi wana enjoy to the maximum, wako baadhi wanasema kwa nini waliumbwa, kwa nini Mungu hajawachukua. Sijui wewe position yako ikoje. Sasa naomba utakapokuwa unatafakari hivi vitu, ujaribu kuangalia maisha yako yalivyo kwa sasa hivi, na miaka 5 ijayo maisha yako yatakuwaje. Sasa wakati hayo yanatokea, naomba pia ujiulize, ni watu wangapi ambao umeweza kuwasaidia maisha yao yakabadilika. Ambacho natakiwa ukumbuke tu ni kwamba hujakosea kuwa hai sasa hivi, na kama ndivyo basi unachukua jukumu gani kubadilisha maisha yako? Sawa, tumezaliwa na wazazi, inaweza kuwa wazazi wako wapo hai, inaweza kuwa hawapo, it doesn't matter, kwa sababu mwisho wa siku wote tutaondoka. Cha msingi tu unataka ukumbukweje. Kwa hiyo kwa vyovyote maisha yako yalivyo, naomba uchukue full responsibility kwamba wewe ndo umeweza kufanya maisha yako yakawa vile. Sio kwa sababu uko Tanzania, sio kwa sababu si wazazi wako walifanyaje, hapana. Wewe unawajibika kwa chochote. Kama maisha ni mazuri unawajibika, kama ni mabaya unawajibika. Sasa basi, bahati mbaya nafahamu ambavyo kesho ni Jumatatu, na baadhi yetu ambao mko kwenye hii session mtaenda kwenye ofisi za watu, either utaenda kutafuta kazi au ndo mwajiri wako utaenda kuuza muda wako. Sasa walio wengi mara nyingi unakuta wanakuwa hawafurahi hicho wanachokifanya. Hawafurahi kwa sababu wanaona kama wananyonywa. Sasa kama unaona kama unanyonywa, hamna jinsi nyingine ya kuweza kufanya hayo maisha yako kubadilika. Sasa kama ndivyo, tufanye nini sasa? Tufanye nini? Hebu jiulize, umeamka saa ngapi leo? Na mpaka sasa hivi tunavyozungumza ni vitu gani umefanya? Anyway, kwa wale ambao mko maofisini, huu ndo uhalisia. Mara nyingi tunafanya kazi sana, na mwisho wa siku tunalalamika, ni kwa nini haijawa hivi, ni kwa nini haijawa hivi. Hivi ni kwa nini inakuwa hivyo? Hivi ni kweli kwamba kwa maisha tu haya ambayo tumeyazoea, kwamba mimi nikaajiriwa mahala, nikafanya kazi masaa yangu 8, nikafanya na overtime kwa miaka 40, unahisi maisha yangu yatabadilika? Na baadhi ndivyo tunavyofikiria hivyo. Na bahati mbaya hivi vyuo tulikosoma ndivyo wanavyotuandaa. Kwa hiyo nataka tu nibadilishane mawazo na wewe, ujaribu kuona kwamba
Kwa nini watu wanakuwa katika hiyo hali? Kama nilivyosema awali, haijalishi una situation namna gani, whether wazazi wapo hawapo. Tunapenda wote maisha mazuri. Lakini sasa, kwa nini tunashindwa kuwa na hayo maisha mazuri? Tatizo ni hela au tatizo ni kichwani ndio tuna matatizo? Kwa hiyo ndio maana hichi kipindi tunaita is a mindset transformation session. Na simu ni kwamba own your life. Unalo jukumu la kumiliki maisha yako, unalo jukumu la kuishi maisha unayoyataka wewe, sio ambayo unapangiwa na mtu. Sasa naomba utafakari tu. Kama unaishi kwenye nyumba ya ghorofa, basi naomba uchungulie hapo chini kwenye garage. Kuna gari gani hapo garage? Kama hauko kwenye ghorofa, basi chungulia hapo tu nje pia uone kuna gari gani umepaki huko. Is that the car of your dream? Ndio gari ambayo ulikuwa unaifikiria wewe? Mnazifahamu gari za Watanzania walio wengi, hasa hawa marafiki ambao mko nao. Hizi gari hizi hawajatengeneza ili matajiri waziendeshe peke yao. Wanatutengenezea sisi sote. Inaweza kuwa ndizo gari unazozitaka wewe. Sasa ni kitu gani kinakufanya usiendeshe? Sasa najaribu tu kukuonyesha ufikirie. Na hivi tunavyozungumza si gari tu kama gari, lakini ni gari ambazo kwa maisha ya kawaida tu, Mtanzania wa kawaida huyu aliajiriwa, sio ana degree na nini, inakuwa ni vigumu sana kuja kumiliki. Hii gari unaiona kwenye screen hapo, ukitaka uinunue huko iliko, haipungui $100,000. $100,000 hujalipa kodi hapa Tanzania. Ukitaka kulipa na kodi unaongeza 65%. Kwa hiyo ina maana ni $100,000 kama na 70 hivi. Tayari inakuwa milioni ngapi hizo? Na ndo gari ambazo zinatembea sasa hivi hazitumii mafuta, inatumia umeme. Ndo gari za karne hii, hazichafui mazingira. Sasa ni wangapi tunaweza kuziafford? Kwa mishahara ipi? Kwa kazi ipi? Nachotaka ufikirie tu. Nataka ufikirie uone maisha yako. Sasa bahati mbaya tulio wengi tunaona ni kitu cha kawaida tu, either kuendesha gari used, kama ambavyo watu wamezoea kuvaa mitumba. Na naona ni kitu cha kawaida kabisa. Lakini siku anazaliwa hakuvalishwa mitumba. Unaona mambo hayo. Sasa hapa katikati wanasema mtumba ndio unadumu, maisha ndio yale. Bahati nzuri tu ukifa hawatakuweka kwenye sanda la mtumba, watakununulia sanda jipya kabisa. Nadhani tuna thamani zaidi ya hapo. Kwa hiyo nachotaka kuonyesha hapa, nataka uone uhalisia. Sasa tutoke kwenye magari. Angalia nyumba unayoishi sasa. Ni ya kwako, sawa, unaweza kuwa umepanga, unaweza kuwa una dream kubwa. Ni wangapi unawafahamu marafiki zako mlosoma nao, watu ambao mko level moja, au hata wamekuzidi, wana nyumba ambazo unazitamani wewe mwenyewe? Umeajiriwa, whether unafanya TRA, si unafanya wapi? Hebu niambie kwa mshahara utu wa Tanzania huu. Tuseme wanakulipa shilingi milioni 2 kwa mwezi. Hebu uweke makato hapo, unaondoka na kiasi gani? Hivi itakuja mahala ujenge nyumba hiyo? Hii nyumba ukisema unataka ukaikopee pesa benki, haipungui milioni 500 huko. Sasa milioni 500 interest rate ya 25%. Itakuchukua miaka mingapi kuweza kulipa deni? Najaribu tu ufikirie kwamba hivi unavyovifanya vitakupeleka huko kweli? Kana kwamba tunaishi miaka 100. Siku zetu za kuishi ni chache tu sana. Kwa hiyo nataka ufikirie hizi na kuonyesha uweze kuwaza kwamba hichi unachokifanya kinakupeleka huko, au unazunguka tu kwenye seko, Kwa hiyo nakutaka ufikirie. Sasa unapokuwa unafikiria hivyo, pia utambue kwamba muda haungoji. Tuna masaa 24 na hayangoji. Anyway, tunavyo viwanja vingi tu. Tanzania asilimia kubwa ni kama ni pori tu, naweza nikasema. Sehemu kubwa haijawa occupied. Kwa tunayo nafasi kubwa ya kuweza kuishi kwa maeneo makubwa tunayotaka sisi wenyewe. Lakini sasa tuangalie uhalisia. Ni Watanzania wangapi wanaweza kuwa na milioni 500 wa kuweza kujenga nyumba za aina hii? Kwa hiyo hiki unachokifanya leo kiweze kuchallenge kwamba kama ndo maisha unayoyataka sasa, na ni wangapi wana hizo kazi unazozitamani? Kwa mfano,
wana hayo maisha. Kama sivyo basi ufanye nini sasa? Sasa wakati hayo yanafanyika, bado watu wanatafuta kazi. Kama na wewe uko kwenye hichi kipindi unasikiliza na maybe unatafuta kazi, nadhani hichi kipindi kinaweza kisikufae sana. Kwa sababu kipindi ni cha watu ambao wangependa kuja kuwasaidia wenzao. Kinakufungua. Au kama ni ajira unatafuta, nadhani hii link umeipata tu, kusaidia hata kuipata. Mimi nachotaka nizungumze hapa, nataka kuzungumza na watu ambao wana ndoto kubwa. Wanataka kuwasaidia wenzao, wanataka kucreate jobs kwa watu wengine. Sasa wakati yanafanyika hayo, kama kweli ndo kazi unatafuta wewe, ngoja nikupe the reality. Hata ukaipata hiyo kazi, wote unaweza kufukuzwa. Unanisikia hapo? Muda wowote ukipata hiyo kazi unaweza ukafukuzwa. Unaweza ukapunguzwa. Unaweza kupunguzwa kwa sababu either teknolojia imechukua nafasi ya ajira yako, au uelewa wako hauhitajiki tena. Kuna vijana ambao wanapatikana kwa bei rahisi, wanaweza wakafanya kazi yako hiyo. Kwa ziko njia nyingi, acha ya kufukuzwa, acha ya kustaafu, bado teknolojia inaweza ikakutoa nje. Na una control kwa sababu umeajiriwa, wewe sio mwenye kampuni, umeajiriwa. Kwa saa yoyote unaweza kukutoa. Kwa wewe unayenisikiliza hapo, unasema umejenga nyumba, fanya hivi, umefanya hivi, umeajiriwa, saa yoyote ajira inaweza ikawa terminated. Kampuni yako inaweza ikauzwa. Uliona juzi hapa rais alichachamaa kuhusu makampuni ya madini na nini. Kuna baadhi wengine wamefunga, wameondoka. Unasema ulikuwa si wapi kule, umesomea engineering, umesomea si mambo ya madini na geologist whatever, and then what next? Kwa kuna vitu vingi ambavyo viko nje ya uwezo wako ambavyo vinaweza vikakutoa kabisa nje. Sasa nataka uyafikirie hayo. Kama ndo hizo ajira, baadhi kuna vyama vya wafanyakazi, tunataka maslahi na nini, tunataka kwenda kumuona rais, tunataka kwenda kumuona Aliko Dangote, tunataka kwenda kumuona Baresi na wengineo. Hivi hata wakasema wanakuwekeni mazingira mazuri, kwamba wamama wakijifungua watakuwa wanawekewa vitanda, wananyonyesha ofisini, mnapelekwa kule, alafu kwa mshahara upo utaweza kupata maisha ndio kwa na kuonyesha hapo. Kwa unachotaka hapa, I want you to think big, think beyond pale macho yako yanapoishia. Hii dunia tunavyozungumza imebadilika sana. Kwa naomba usipeleke njaa yako sokoni. Njaa yako usiipeleke sokoni. Sokoni kule upeleke skills zako, sokoni kule upeleke dreams zako. Nachotaka hapa kusema ni kwamba naomba dreams zako ndo zikuongoze. Sio tu kwa sababu kuna kodi ya nyumba inatakiwa ulipe basi ngoja ukatafuta ajira. Hapana. Naomba uangalie zaidi ya hapo. Kuna maisha zaidi ya hapo. Hatujaumbwa tu tulipe kodi, tule tulale na vitu kama hivyo. Kwa cha msingi hapa ni sisi kubadilika, na hii ndo shida kubwa. Watanzania na Waafrika na hata wazungu pia, kubadilika ni issue. Tunapenda kufanya vitu ambavyo tumevizoea. Hebu niambie, kwa dunia ipi sasa? Hivi mnaonisikiliza hapa, ni nyumba ipi ambayo bado mna radio cassette? Ni lini umenunua radio? Radio hizi za kawaida nikanunua radio. Simu yako ni radio hapo ulipo. Simu yako ni torch hapo ulipo. Hebu niambie. Kwa simu yako ni kila kitu sasa hivi. Simu yako ni gadget ambayo unaweza kwa. Sasa hivi mnanisikiliza simu zenu. Sasa itimizi dunia inabadilika. Sasa bahati mbaya si hatubadiliki. Sasa wewe unayenisikiliza, kama kweli unataka maisha ya tofauti, inabidi ubadilike kweli. Vinginevyo tutasema ulikuwepo. Huyo mnyama mnayemwona kwenye screen hapo, walikuwepo miaka hiyo, wakashindwa kubadilika na wakati, leo ni history. Hawako tena. Kwa na sisi binadamu tusipobadilika kwa haraka inavyowezekanika, maana dunia inaenda kwa haraka sana kubadilika. Kwa sababu hivi tunavyozungumza, bahati mbaya wengine hamfuatili sana haya mambo. Kazi nyingi hivi tunavyozungumza, kazi nyingi zinaondoka. Sasa mimi naomba unichukue tu kama msamaria mwema ambaye nakupa habari njema. Unaweza ukazichukua, unaweza usichukue. Vitabu vya dini, Biblia wanasema Mungu anazungumza na sisi kila siku kupitia watu, kupitia matukio. Unaona mambo hayo sasa. Kwa hiyo ni habari njema nakupa. Hivyo unavyokujua nitakuja nizungumze nini. Najaribu kuonyesha uone. Kwa hiyo wewe ndio utaamua sasa. Wewe ndio utaamua, mimi nakupa dunia ilivyo sasa hivi. Sasa wewe utachagua ukomae nayo
uendelee si kufanya unachokifanya, Mungu akusaidie. Unaona, tulikuwepo na wengine walikuwepo pia. Halafu ikawaje? Kwa hiyo unachotaka kufanya hapa, kuna vitu ambavyo inabidi ukubali. Sawa, umesoma miaka takriban 17 shuleni. Ikiwa na maana kwamba una first degree unavyonisikiliza hapo. Kama utakuwa umeongeza na nyingine unaweza ikafika miaka 20 takriban huko ofisini. Sasa hivyo vitu unavyojifunza vinaondoka sasa hivi, vinaondoka. Kuna vitu vingine ambavyo utakao ujifunze vinaitwa soft skills. Kwa dunia ya sasa hivi, ukingangania na hard skill hizi, unakuwa kama ni hardware. Kwamba ni rebox tuliko hapo. Swala huko ndani kuna nini? Na kinachofanyika sasa hivi, dunia inakuwa inachanganuliwa inakuwa nyepesi. Software inakuja inaondosha kazi nyingi za watu. Hivi ninavyozungumza, simu yangu tu hapa nikiweka dole gumba hivi inaniambia blood group yangu ni ipi. Nikiweka dole gumba tunaniambia pressure yangu ni kiasi gani. Nikiweka dole gumba inaniambia kisukari changu ikoje. Unaona mambo hayo sasa. Sio kwamba kuna watu humo ndani, kuna vitu wameweka huko ndani vinachukua nafasi zetu sisi. Sasa basi, napozungumza habari ya soft skill ni kitu gani? Naposema soft skill, inabidi ujifunze ni jinsi gani ya connect na watu. Hapa ulipo unaweza ukazungumza, ndio, you can communicate, lakini ni wangapi you can connect? Mfano mzuri ni pale unapotaka kumtaka mtu awe rafiki yako, hasa jinsia tofauti. Unapomtaka huyo mtu awe rafiki yako, si utazungumza naye. Anaweza akakubalia, anaweza akakukatalia. Sasa kama atakukatalia, sio kwamba ndo hata kuwa na mtu milele. Kuna watu wengine atawakubali. Hawa na wakubali ni kwamba unaweza kuconnect naye. Kwa inabidi ujifunze ni jinsi gani ya kuconnect na watu. Hivi vitu hawafundishi shuleni. Kumbukeni, shuleni wanatufundisha sisi kuwa wenyewe, tusionyeshane majibu, yani vitu chungu nzima, kwamba mtihani unakaa peke yako. Halafu baadaye ndio maana tukija huku mitaani, tukija maofisini, wanasema tuna activities za team building. Sasa team building ni kwamba ndio wanajifunzia ofisini. Ilitakuwa kitu tujue siku nyingi, kwa sababu ndio maana ya network hapa. Kwa hiyo ni vitu unataka ujifunze. Hizi ndio zinaitwa soft skills. Na si hivyo tu. Unapokuwa unaenda kujifunza hizo soft skill, unajifunza pia jinsi gani mnaweza kufanya kazi pamoja. Kama unavyoona timu ya mpira wanavyofanya. Sasa bahati mbaya sisi tunashindana, ndivyo walivyotukuza hivyo. Na kuwaona wenzako kama partners wako, sio kama vibarua wako. Kwa hiyo nataka tujifunze hapa. Nataka ujifunze dunia inaelekea wapi. Hii ni pamoja na kuhakikisha kwamba una take leadership position. Hatuzaliwa sisi tuwe followers. Tuwe wafuasi, tu wakufuata, wakiwaambia ingia saa 2 unaingia saa 2, lunch time. You see? Hebu tutoke huko, halafu tuone. Sasa basi, wala ambao tutashindwa kubadilika, na kama ndo bado tunasaka hizo ajira, huu ndo uhalisia wenyewe. Hivi ninapozungumza sasa hivi, kazi nyingi zimechukuliwa na marobot. Robot zimechukua kazi nyingi sana sasa hivi. Hapa kwetu bado hamjaona sana. Si wanasema Tanzania ya viwanda? Mtakuja kuona sana tu, sana. Kwa sababu kinachofanyika hapa sasa hivi, vifurushi vinapelekwa na drone. Unaona tu kidudu kinaruka, kinakuja kinakuchushia kifurushi hapa. Wewe unasema unafungua kampuni yako ya vifurushi. Ya wapi? Kwa kazi ipi? Na si hivyo tu. Mnakumbuka tuna taxi zinaitwa Uber hapa. And then taxi zetu za kawaida hizi zinaenda wapi? Sasa najaribu kuonyesha uone, si kama utaweza kuona vizuri hapa. Hizi ni baadhi ya kazi ambazo tayari zinaondoka, zinachukuliwa na teknolojia. Si wahasibu, daktari, si wanasheria. Unaona mambo hayo? Si wafamasia. Kazi nyingi zinaondoka. Sasa baadhi yenu si mko vioni ndio mnavisomea hivyo. Unasomea uwe mkalimani wa wapi? Wakati sasa hivi unaweka kitu kwenye sikio tu hapa, hawatu usipoke kwenye sikio, unaongea na mtu kula anabadilisha kinakuwa Kichina huko unaongea Kiswahili. Halafu unasomea ukalimani. Mimi nataka tu uone uhalisia. Sasa shida ni kwamba mifumo yetu hii inachelewa kubadilika na sisi tunaenda mle. Kisa unajua ndio mkopo nilipewa huko, wazazi wangu waliniambia nikasome hiki. Kwa hiyo unakuta baba ni daktari, mtoto daktari, huyu daktari, baba polisi, mtoto polisi. Naomba tutoke huko. Vinginevyo tutaachwa. Vinginevyo tutakuwa kama wale madinosaur ambayo
walitoweka duniani. Kwa cha msingi hapa, cha msingi ni wewe uamue. Either uende mbele, ujifunze kwa vitu usivyovifahamu, na ndiko mafanikio yako huko. But success iko katika vitu hujawahi kufanya, iko katika watu hujawahi kukutana nao. Huko ndo success yako iko huko. Sasa sema hatuna mazoea hanayo, sasa tunapenda kufanya vitu tulivyovizoea. Kuna ukipata nafasi tafuta kitabu aliandikwa mtu anaitwa Rendgate. Anasema safe is a new risky. Huyu ni mwingine tena anaitwa Seth Godin. Anazungumza kitu kile kile kwamba hii kusema mafao yangu, wazazi wangu, si vitu gani, haviendi tena. Dunia hii sasa hivi sio hivyo tena. Kwa inabidi tuende kwenye maji marefu. Tuzame, tuyameze, ndivyo tunajifunza. Kama mnavyoona watoto wanaanguka, wanaamka, wanaanguka, wanaamka, ndivyo wanavyoleni hivyo. Sasa bahati mbaya sisi ni watu wazima tunakuwa ni wagumu sana wa kujifunza. Sasa nataka ujifunze tu ni kwamba kama unataka kuwa baharia mzuri, unataka kuwa mwendesha meli mzuri, inabidi uende deep sea kule. Ndio unaweza ukawa captain mzuri kule. Ndivyo dunia ilivyo na ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotufanya. Hivyo ametuleta duniani hapa, akili zetu haziko sawa, tumefahamu vitu vingi sasa, kila kitu ni challenge, kila kitu ni challenge, kila kitu ni challenge. Kwa hiyo nataka ufahamu tu kwamba chochote unachokitaka, chochote kizuri unachokitaka inabidi kutolea jasho. Jasho hasa inaweza kutoka damu, inaweza kutoka jasho, inaweza kutoka kamasi. Chochote unachokitaka kizuri havipatikani barabarani tu kama unavyoweza ukasema unakaa mahala unaomba Mungu anisaidie, unafanya hivi na nini, haiendi hivyo. Kwa hiyo ninachotaka ujifunze tu ni kwamba hamna njia straight, kwamba ulifaulu darasa la 7 peke yako au na wenzako, form 4 kafaulu CAA, form 5 form 6 chuo kikuu wherever. Dunia haiendi hivyo. Ndio maana mnaona watu wengi sasa wako mitaani na degree zao na hawana cha kufanya. Sana sana ndo maandamano au wanaenda kwenye siasa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nataka ujue tu kwamba kama unataka kufanikiwa, ukubali kwenda, utaanguka several times. Cha msingi tu you need to keep walking, keep pushing. Sasa tunafanyaje kama ndo hali hiyo sasa? Hapa nilikuwa tunaweka kama utangulizi uweze kuona kwamba hiyo ndo uhalisia sasa. And then tunafanya nini sasa? Sasa kuna option kadhaa ambazo unaweza ukazichukua. Ngoja tuone, tujaribu kuchambua moja moja hapa, tunaweza tukajifunza mawili matatu. Hizi option ambazo naenda kukuonyesha hapa zitaweza kukusaidia kama utaamua seriously kwamba mimi nimeamua sasa na ni kitu napenda. Ni swala tu la wakati. Inaweza kuchukua miaka 5, miaka 10, miaka mingapi, lakini mwisho wa siku utakuja utoke. Lakini cha msingi tu iwe ni kitu ambacho unapenda kufanya mwenyewe. Sasa kuna mtu anaitwa Robert Kiyosaki. Aliwahi kuweka hii kitu hapa. Ndio nataka nije nikuonyesha hapa uone na copy kutoka kwake kwamba alisema kuna njia 4 ambazo unaweza ukatengeneza maisha au kutengeneza kipato cha halali. Ya mwanzo alisema ni ajira. Sasa ajira hii wote tunafahamu uhalisia. Tunafahamu uhalisia hizi ajira. Kwa hiyo nisingependa nizungumze sana kuhusu employment, lakini pia cha pili akawa amesema njia nyingine ambayo unaweza ukaitumia ni kujiajiri. Wewe ndo mwenyewe kama mawakili mnawafahamu, anakuwa na muhuri yeye pale, kila kitu ni yeye. Hiyo ni njia moja hapo unaweza ukaitumia. Njia ya 4 unaweza ukafungua kampuni, ukawaajiri watu wakakufanyia kazi. Kama mnavyoona baadhi yetu kina Baresa, kina Mengi na wengineo. Alafu baadaye pia unaweza ukawa mwekezaji. Sasa nataka nichambue moja baada ya nyingine na kuona ni jinsi gani inaweza ikakusaidia wewe ili uweze kufanya maamuzi. Mimi siko hapa kukufanyia maamuzi, mimi niko hapa nachambua tu. Alafu wewe ndio utaamua ni kitu gani unataka. Maana tuna macho lakini tunaona vitu tofauti. Sasa ukaamua unaenda kutafuta kazi, nimeshaizungumza maroboti yanavyochukua hizi kazi na nini. Na hamna mimi mtu unamfahamu ambaye ameweza kujenga nyumba nilokuonyesha awali hapo kutokana na ajira. Hii mishahara yetu ya Tanzania hii, unajenga nyumba milioni 600 plus kwa mshahara upi? Naomba tuelewe hiyo. Sio rahisi. Kama mtu anayo anadai vibaya sana. Na ndio nyumba zinauzwa sasa. Mnaona nyumba zinauzwa Tanzania hii nyingi tu. Sio Tanzania, hata duniani wanauza nyumba huko, lakini watu wengi wananyang'anywa. Sasa swala sio kuanza, swala ni kumaliza. Kwa hiyo
Hii nishaizungumza vizuri kwamba hata ukipata kazi, si umeajiriwa TRA, umeajiriwa si wapi wapi, kuna siku watakuondosha. Either utatumbuliwa au umri utakutoa na vitu kama hivyo. Lakini wakati anatendeka hayo, bado tuna vijana wengi wanatafuta kazi. Watu wanaenda kusoma tena. Akiona kazini wamemminya, anaenda kuongeza shule. Anaongeza degree ya pili, anaongeza degree ya tatu, kana kwamba akitoka atakuja maisha badilike. Kumbe anasahau kwamba kipato chake kinatokana na yeye kuuza muda wake. Naomba mfahamu hivyo. Kama ni ajira unaitegemea, inabidi ukauze muda, na muda ni masaa 24 na muda wako uko limited. Baada ya muda utastaafu. Sasa ngoja nikuonyeshe tu kidogo, ninyi ambao mnapenda hizi ajira hizi. Unapoanza mshahara wako unakuwa ni kidogodogo sana. Sasa nataka ujifunze kitu hapa kwamba kama unaweza ukaona kwenye screen hapo. Kwenye screen hapa najaribu kuonyesha kwamba unapokuwa umepata kazi, mshahara unakuwa ni kiasi fulani hivi. Mshahara ni mdogo, matumizi ni makubwa. Hiyo ndio inakuletea hiyo gap namba 1 unaiona hapo. Kwamba maisha yako ya kuishi ni makubwa kuliko uhalisia. Kwa mshahara uko chini hapo, juu hiyo dot tunaiona ni expenses ziko kubwa. Sasa inatengeneza hiyo gap hapo. Hiyo gap sasa inafidiwa na nini? Hapo kabla ya Mheshimiwa Magufuli hajaja madarakani, ndio hapo watu walikuwa wanafanya vikao, si wanaenda Ulaya, si wanaenda wapi. Sasa amewaminya, amewazibia yote, kaziba hiyo. Watu vitambi vimenyauka sasa hivi. Ninavyozungumza kuna watoto wamerudishwa nyumbani kutoka nje ya nchi huko, walikuwa wanasomesha, wazazi wameshindwa kulipa kwa sababu hiyo gap imetoka. Huyo mtu hajafa bado. Sasa tuseme ukaendelea kufanya kazi, ukaja ukastaafu sasa. Maana kipato kitasimama mahali. Unapostaafu, hebu angalia. Living costs zinaendelea, utaumwa, kwanza cheti cha hospitali wanakunyang'anya, nyumba ilikuwa ni ya serikali wanakunyang'anya, gari wanakunyang'anya, dereva wanakunyang'anya, halafu kinachotokea sasa unaiona hiyo gap kubwa ilivyo hapa. Sasa hiyo gap utafidia na nini hapa? Sasa hapo gap ndo baadhi ya wazazi wanasumbua watoto. Tumeni hela huko, tawapiga laana. Hivi unataka ukawapige laana watoto wako? Ninyi mnaonisikiliza hapo wengi wenu ni vijana. Hawa watoto wako watakuja kusaidie. Hii ni generation nyingine ya tofauti kabisa. Kwa hiyo unataka uone hapa, hii gap namba 2 unaifidiaje? Sasa kama ni ajira unatafuta, huo ndio uhalisia. Hata ukafanya maombi kwa kina Kakobe, ukamuita Shehe Ponda akakuombea, mwisho wa siku yatakufika na tutasumbuana tu. Ukiumwa hapa, una pressure, si una kitu gani, peleka India, inabidi tuchange. Unataka nini? Kuchanga. This is the reality. Kwa hiyo naomba mjifunze hivyo na muelewe. Kwa hiyo uhalisia tu ni kwamba wewe utaendelea kuwa wa madeni tu. Mwenyezi Mungu hajatuumba sisi tuwe wa madeni. Kudaiwa sio vibaya, hata serikali inadaiwa. Nachotaka kusema hapa, kuna deni zuri na deni baya. Deni zuri ni lile ambalo mtu mwingine analipa, wewe hulipi. Tunaelewana hapa? Wafanyabiashara wanapokopa benki hawalipi wao. Sisi tunaoenda kununua bidhaa zao ndo tunaolipa. Kwa naomba ielewe hiyo. Kwa hiyo kuna deni zuri na deni baya. Deni baya analipa huyo mwajiriwa. Sasa njia ya pili ni kujiajiri. Sasa wengi mnaposikia kujiajiri mnaona ni kitu rahisi sana. Kwamba naweza tumkaenda nikauza maji, si ndio? Nikafungua sigenge pale. Sasa hizi nikwambie, kwa mfano wewe ni lawyer. Mimi na shuhuda za watu wengi tu. Bahati mbaya Mungu akakuchukua, that's the end of your business. Wewe ni daktari, Mungu akakuchukua, that's the end of your business. Ulikuwa na dispensary kako pale pa, na ndio maana unaweza kukuta daktari ana dispensary yake, yeye ndo anapokea wagonjwa, yeye ndo anapima vipimo, yeye ndo anapokea hela, kila kitu yeye, mpaka anachanganyikiwa. Sasa kwa siku anawaona watu labda 200. Alafu baadaye akaanza kuumwa, akaenda zake India, au wagonjwa wake ataona nani? Kwa naomba ufahamu pia kwamba huna tofauti na mtu aliyeajiriwa kwa sababu kazi yako imekuajiri. Sasa nataka kuonyesha baadhi ya biashara. Kuna baadhi yenu ni Wachaga hapo, ndio biashara zenu mnapenda hizo. Hebu niambie, ni wangapi mnawafahamu wametoka kwa biashara hiyo? Naomba ujiulize tu. Wangapi unawafahamu hiyo biashara imewatoa? Kuna wakuli hapa kwenye hicho kipindi. Hebu niambie, nani unamfahamu ametoka kwa kuuza mayai? Kwa hiyo najaribu kuonyesha tu scenario. Nimezungumza habari za lawyers, madaktari, hapa na kuleta uhalisia wa watu wengi wa kawaida. Boda hapa, hebu niambie. Wanasema inalipa sana. Wapi? Hebu niambieni. Na ni swala la wakati tu. Kwanza zimezuiwa kwenda mjini, baadaye zitakuwa haziko kabisa. Kwanza kuibiwa nako. There are so many things in between. Kwa mimi nataka tu ufikirie uone.
Hata kama ni hizi taxi tayari kuna Uber. Na Uber sio taxi, Uber wanatengeneza taxi zinazoruka sasa. Sasa utakuwa mgeni wa nani? Kama ndio hiyo biashara wa China sasa. Hebu angalieni. Hivi mmeenda Mlimani City pale, Wachina wamefungua duka lao pale, supermarket yao iko pale. Ukija hapa karibu na Shoppers Plaza, Wachina wanao. Ukienda kule Mwanza, ukienda wapi? Wako. Sasa hebu niambie, wewe unasikiliza wapi? Shuleni umejifunza jinsi ya kuajiriwa, ukujifunza jinsi ya kurun a successful business. Kuwa na degree ya engineering, civil engineering, haina maana kwamba unaweza ukafungua a successful construction company. Unaweza ukajenga madaraja unafahamu vizuri sana, barabara unafahamu vizuri, lakini kurun a successful company ni kitu kingine tofauti. Kwa hiyo maana ndio maana kampuni nyingi zikifunguliwa baada ya miaka 5 tu nusu itakufa. Miaka 10 ikifika 96% zimeshakufa. Kwa hiyo najaribu kukuonyesha uone uhalisia. Ni Watanzania wangapi mnawafahamu enzi hizo za kina Mzee Mwinyi, Kapa walikuwa na kampuni zao. Sasa hivi zote kaputi. Wanasema Wachina wamechukua kazi zote. Ukiwauliza wanasema serikali haikuandaa wapi. Si wamesoma watu. Kwa mimi na kuchallenge uone hayo. Kingine ambacho unaweza kufanya sasa, mnaona kina Baresa. Baresa amesoma wapi? Ana kampuni kubwa, kina mengi hawa na nini. Sasa inafikia mahala hiyo kampuni yako ndogo ndogo inakuwa kubwa. Sasa inakuwa kubwa, watu wanaweza kanunua share kwako na nini. Sasa hapa ni shughuli hapa. Hapa inabidi uwaajiri watu ambao wamesoma zaidi ya wewe. Sasa kampuni nyingi za Watanzania unakuta baba ndo MD, mkewe ndo msaidizi wake, watoto ndo hivi, baba mkwe ndo hivi. Sasa mimi nazungumza the big companies ambazo unaondoka, kampuni inaendelea kuwepo. You see? Sasa ni wangapi tunaanzisha kampuni kwa mantiki hiyo? Tunaanzisha vikampuni vidogo vidogo tu. Na ndio maana mnaona kampuni nyingi zinafungwa. Kwa hiyo unaweza ukaanzisha kampuni ambalo baadaye watu wanakuja wakanunua hisa kwenye kampuni yako na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nataka tujifunze kwamba it is possible. Sasa ziko njia ambazo unaweza ukazitumia. Na huyu bwana Kiyosaki wakati anatengeneza hiyo financial quadrant alishauri kwa wale ambao ni watu wa kawaida tu na huna muscles kwamba sasa hivi ukitaka kufungua ofisi inabidi ulipe kodi ya jengo ya mwaka mzima kama sio miezi 6, alafu utafute wafanyakazi. Na Watanzania mnajua Watanzania tumekuwa kama wa Nigeria, wizi kudokoa, hata mahouse nyumbani tu anaiba sukari, anaiba chumvi, vurugu fulani hivi. Kwa hiyo mwisho wa siku tunakuwa ni losers. Kwa hiyo anashauri kwa wale ambao mnataka kutap what is happening kwa karne ya 21, mnaweza mkaembrace kitu wanaita network marketing, nyingine wanaita material marketing. Ni kitu ambacho unaweza kukusaidia kikakutoa mara moja upande wa kushoto waliko hawa watu waajiriwa na wenye biashara ndogo ndogo, ikakupeleka upande wa kulia ukao kwenye biashara kubwa. Ndicho kitu anachokizungumza. Sasa nataka tu nichambue kidogo hapo ili uweze kuelewa ni kitu gani. Of course wengine ndio mnasema wanaita network marketing, wengine wanaita team marketing, na wengine wanaita material marketing. Sasa ni kitu gani hiki? Nataka ujifunze tu kwamba viko vitabu, kama unasikia kwa mara ya kwanza hii, viko vitabu ambavyo unaweza ukaenda ukasoma ukaweza kuelewa kwamba ni kitu gani. Ni mfumo ambao unaweza ukautumia wewe wa kawaida, uliye mwanafunzi, usiye mwanafunzi, usiyekuwa na hela, usiyekuwa na skills, ukajifunza ni jinsi gani ya kuleverage muda wako, kutumia nguvu na muda wa watu wengine. Ndio kitu kinachozungumzwa. Huhitaji kuwa na pesa. Bahati mbaya wengine mmechelewa kuingia kwenye kipindi hapa, lakini kwa wale ambao umewahi, ninachokizungumza hapa viko tools za kuweza kukusaidia. Sasa uzuri hata kama ndo hujui chochote kabisa, unakuwa na timu ya watu ambao wanaweza kusaidia ukafika cha msingi tu unafundishika. Kwa hiyo ni tools najaribu kuonyesha wale ambao mnataka kujifunza na kuelewa, na vimezungumzwa sana. Mtunzi wa hichi kitabu ni profesa wa economics, tena amekuwa mshauri karibu mara 2 mara 3 kwa marais wa Marekani kule, anawashauri. Anazungumza kwamba next millionaire watatoka wapi. Anazungumza hapo. Kwa najaribu kuonyesha, bahati mbaya wengi tunategemea magazeti atupe hizi habari. Sasa mfumo mzima unaotakiwa kufanyika ni kwamba hapa tulipo sote tuna watu. Tuko kwenye social media. Wote mko social media huko. Kama uko Facebook, uko Instagram, au uko WeChat, kote huko. Sasa tunazitumiaje? Kwa tunayo network ya watu kila siku. Simu yako imejaa watu wengi tu. Kwa kila siku una network na watu. Bahati mbaya tu ni kwamba hulipi. Kwa mfumo mzima
ni wewe wa kuweza kuidentify watu ambao unaona wana dreams na hawana njia ya kuweza kupita na wangetaka kuachieve, wanataka kuachieve, basi mfumo unawachukua. Wale waanzilishi wetu wa hizi dini ya Uislamu, wa Kristo, walikuwa network wazuri sana, kwa sababu waliwatafuta watu wachache wakawafunza hizo dini, halafu leo tuko na wangapi? Kwa hiyo ni jukumu lako na wewe pia kupata hizo skills kwanza, halafu upate watu ambao wako really serious na ambao wana upeo zaidi ya wewe, ili waweze kuipeleka hii biashara yako mbali. Kuna tofauti ya kufanya kazi ofisini na kufanya kazi kwa mfumo huu. Mfumo huu mnashirikiana, mafanikio yako yanatokana na mafanikio ya timu yako. Huwezi ukapata kipato, huwezi kupata mafanikio kama timu yako haijafanikiwa. Kwa kama una roho mbaya, maana ni biashara ya watu, ni biashara ya watu. Unaposolve matatizo ya watu, matatizo ya kampuni yako yatakuwa solved automatically. Sasa huu ndio mfumo ambao umewafanya watu wengi, wengine katika miaka 5, wengine miaka 10, tayari wanakuwa wameshakuwa financially free. Mimi nazungumza from my experience, na sizungumzi Ngonjera hapa, naenda mwaka wa 12 sasa, nafanya the same thing, na nimekuwepo kwenye ajira kwa miaka 10 pia. Kwa hiyo naelewa ajira zikoje na najua huku kukoje. Ajira nimekaa miaka 10, huku na mwaka wa 12. Hata ungeniambia si nije niwe mkuu wa wilaya, si nije niwe mkuu wa mkoa, si nije kuwa waziri, mimi am comfortable, kwa sababu waziri siwezi kuurithisha kwa familia yangu. Siwezi kumfundisha mwingine kuwa waziri, lakini with this I can assure you. Hivyo nimekuonyesha hizo nyumba huko mwanzo, hizo gari nimezokuonyesha huko sisi nauzo milioni ngapi, take serious, ukajifunza na ukapata watu sahihi. It is possible, kabla Mwenyezi Mungu hajakuchukua utakuwa umeshafika huko. Sasa kama unapenda kufanya kazi ukiwa nyumbani kwako, hivi ninavyozungumza na ninyi niko nyumbani, unaona mambo yalivyo raha sasa, kwamba kokote uhitaji kuamka kesho unakimbizana, uhitaji kuamka asubuhi kesho unakimbizana. Tena mimi naomba mvua inyeshe sana tu, usiku kucha inyeshe na asubuhi inyeshe, halafu tuone. Kwa hiyo ni mfumo ambao unafanya kazi huko nyumbani, unafanya shughuli zako nyumbani unazozitaka, unachagua muda unaotaka ufanye kazi, na uhitaji hata kuwa na hela, kwamba na hela. Swala tu unafundishika, ndio cha msingi hapo. Kwa hiyo vijana mnaonisikiliza, nyote watu wazima mnaonisikiliza hapa, kama umechoka kutumwa ovyo, kwenda likizo unaomba ruhusa, si unaumwa unaomba ruhusa, si nini unaomba ruhusa, it is possible ukaja ukamiliki maisha yako jinsi unavyotaka. Cha msingi unafundishika. Sasa ni kwamba zimekuwepo kampuni nyingi, nakwambia biashara mtandao, biashara mtandao. Si watu wote wanaosema Mwenyezi Mungu wametumwa na Mwenyezi Mungu. Si kampuni hivyo inaweza kukusaidia. Ambacho nataka ujifunze tu ni kwamba zako timamu. Sasa cha msingi tu ni kwamba unafundishika na unaweza ukaona ni wapi sasa. Kuna watu wamefanya hivi vitu, wanasema ukitaka kuwa mwizi tembea na wezi. Sasa unachotakiwa ufanye sasa na wewe, kuna watu tayari wanafanya, basi watafute challenge ni zipi na what's the reward. Cha msingi hapa sio mafanikio, nataka amepita njia ipi mpaka akafika alipo. Sasa kama you are really looking for financial freedom, naweza nikakuashua kwamba it is possible. Cha msingi tu wewe ni mtu wa watu, uko tayari kusaidia watu maisha yao yabadilike, au ni wewe tu mwenyewe unajitakia mwenyewe? Maana ofisini kule mimi. Hivi naomba ukiweza siku moja pita kwenye ofisi za watu, unamkuta mtu amenunua gazeti, anaandika mpaka jina lake kwenye gazeti. Anaandika jina, wasimchukulie hilo gazeti lake. Hebu niambie huyo mtu ikatokea kanunua gari itakuwaje? Gazeti tu anaandika jina. Sasa hao ndio watu ambao tuko nao. Kwa mfumo mzima ni kuhusu kusaidia watu. Ni biashara ya watu. Unapowasaidia wakafanikiwa, hizo dreams zako uko nazo zinakuja mara moja kabisa bila shida yoyote. Kwa hiyo naomba uelewe hivyo kwamba cha msingi tu hapa, cha msingi tu mafanikio yako tied up kwa hao watu. Unavyowasaidia, unavyopata watu sahihi, inachukua muda. Sasa uzuri kuna trainings kama hizi. Usichoke kujifunza. Mwenyezi Mungu ndo anajua kila kitu, sisi wengine wote ni wa kujifunza. Kwa hiyo naomba uwe tayari kujifunza, alafu uone ambacho inaweza ikatokea. Sasa hawa watu ambao unawatafuta, hapo ndo kuna shughuli hapa. Watu ndo kuna shughuli hapa.
Ukipata watu sahihi haitakupa shida. Baadhi yenu mnasoma hivi. Kwenye skrini hapo nimekuonyesha kitu kwamba mliwahi kusikia story ya mtu wanasema anaitwa Mwanampanzu. Alipanda mbegu zake. Nataka ujifunze kitu hapa. Alipanda mbegu zake, lakini si zote ziliota. Sio zote zitaota. Nyie nikuulize, mmezaliwa wangapi huko kwenu? Mko wengi tu. Wote mnafanana tabia. Hamna vibaka huko. Hamna mtu ndugu yako yuko jela sasa hivi kwa sababu tu ya tabia zake mbovu. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo unapopata hawa watu si wote, si mbegu zote ukipanda zinaota. Kwa hiyo huyu Mwanampanzu alivyopanda zile mbegu zake si zote ziliota. Baadhi zililiwa na ndege. Maana yake nini? Unaweza ukao huko na watu wanakuambia watakuja kuwa pati ya wewe. Baadaye anasema nimepata kazi, nimekuwa mbunge wa kuteuliwa viti maalum. Anaenda viti maalum. Kaliwa na ndege huyo. Yule Mwanampanzu akukata tamaa akaendelea kupanda. Zikaota. Baada ya kuota kumbe huko chini alikopanda chini kuna mawe. Jua likawaka zikanyeuka. Utampata mtu hapa atafanya part time, alafu atafanya shughuli zake nyingine huko. Baadaye watambana ofisini, ataacha. Itatokea hiyo. Swala tu ni kwamba usigive up. Wanasema sometimes you have to kiss a lot of frogs before you find a prince. Utakutana na watu wa ovyo wengi kabla hujakutana na mtu sahihi. Wadada mnaweza mkaprove hapa. Wadada wana uzoefu mzuri kuhusu sisi wanaume kwamba alikuwa na huyu kamfanya hivi alafu baadaye. Kwa nataka uelewe hivyo. Mwanampanzu kuishia hapo. Kama kwamba zile zilinyauka baada ya jua kuwaka akaendelea kupanda. Wakati anapanda, wakati zinaota vizuri akasema nimepata hapa. Kumbe na magugu nao yakatokea hapa. Yakazisonga zile. Baadaye tena zikanyauka. Hakukata tamaa, akaendelea kupanda, baadaye zikaangukia kwenye udongo uliokuwa safi na zikaota. Nachotaka uelewe tu kwamba inakuchukua muda. Lakini kama unaweza ukainvest muda wako leo kwa nguvu zako zote, ukafanya unavyoweza kwa nia njema ya kutaka kusaidia, Mungu uwezo kaomba mkate akakupa jiwe hata siku moja. Atakupa jiwe kama unajifikiria wewe, mimi na wanangu, mimi na familia yangu. Naomba uwaze watu wengine. Nimezungumza mwanzo, mafanikio yako katika watu unao kukutana nao. Mungu hajakuumba wewe ukatumikie ndugu zako. Angejua hivyo angekuacha huko ndani, au angekuumba kuku tu ukaliwa supu ya watu. Kwa nataka ujifunze kwamba tunatakiwa tutumike kwa watu. Kwa ukifanya vile lazima vitu vitakutokea. Kwa nataka uelewe hivyo kwamba ni process itatokea hapo na usichoke. Usichoke kwa sababu Mungu anawapa wanaotafuta. Tafuta, ukifika mahali unagonga watafungua, uliza. Vitu vyote Mungu ametupa hivi. Vyote ametupa. Kwa nataka tu ufahamu tu kwamba swala ni kusaidia watu, usiseme mimi. Swala la umimi ondosha. Dunia ya sasa hivi wanaita this is a new economy. Sisi. Ndio maana mnaona Uber ni platform tu iko pale. Nimesikia yule mtu anaitwa Mo anakuja kuanzisha kitu pia hapo. Tuna sharing. Unaona hapa tuna share, huyu aliyekupa hiyo link ka share na wewe. That's how it is. Ndio dunia tuko nayo. There is enough for everybody. Mbu anaruka kila leo huko angani na vipepeo wapo. Mbu hana wasiwasi kwamba atachukuliwa na vipepeo, sababu vipepeo ni wakubwa No. Mungu alivyotuumba, hii dunia hatutaijaza. Zamani watu walisema unajua dunia watu wamekuwa wengi, watalala njaa. Lala njaa wapi? Mbona sasa hivi tunalishwa na watu wachache? Kule Marekani 3% tu ya watu ndio wanalima. Alafu wanalisha Marekani watu zaidi ya milioni 300, wanalisha na dunia tena. Unaona ambavyo inavyokuwa. Kwa hiyo kila siku vitu vingine vinatoka, vingine vinaingia, vinatoka, vingine vinaingia. Sema tu kwamba ni sisi tuwe tayari sasa. Sasa wale ambao mtataka kujifunza zaidi na kujua what does it take to be a successful person. Unajua mnapenda kuwa Watanzania wanajibidisha sana, wanakosa tu guidance nzuri. Nazungumza hapa, hizi ni biashara za watu. Ujifunze ni jinsi gani ya kufanya watu wakavutika kwako. Swala sio kuinda watu. Hizi social media nimezizungumza hapa, mtaenda kujifunza ni jinsi gani ya kutumia social media kupata watu. Watu mko nao ndio, lakini hao watu wanaangalia tu picha hapo unazorusha na nini. Si watu ambao wanajua ni nini unachokifanya pale. Sasa cha msingi hapa,
mtajifunza ni jinsi gani ya kuwafanya watu wavutike kwako. Haitaishia hapo. Kwa wewe ambao unataka kujenga very serious business, naomba ukatafuta kitabu hiki wametunga Trump na huyu mheshimiwa mnaimuona hapo. Wanazungumza vitu vitano ndani ya hicho kitabu, kwamba mtu ambaye ataweza kuwa ngangale ni mtu ambaye ana strength of character. Yani sio Kiswahili chake ni kipi? Yani unshakable. Unamsukuma anaanguka chini, unamkata miguu bado anakuja, unamkata mkono bado anakuja, hata itokee nini. Na ni kwa sababu aliviona kabla. Unajua ukishaona kitu kabla hujaanza kukifanya, hamna mtu wa kukistopisha. Kwa hiyo anazungumza hapa kwamba ili uweze kuwa mfanyabiashara sahihi na kuhimili vishindo, ups and down. Hii biashara zilivyo ni sawa na njia yenye inapinda pinda hivi, unaenda chini unarudi, ndivyo biashara ilivyo. Lazima uwe na very strong strength of character. Kwa walitumia vidole hivi. Naomba uangalie kwenye vidole vyako. Sasa lile vidole gumba lile uko navyo kwenye vidole vitano ndio linazungumza strength of character. Ndio maana ni likubwa kuliko vyote. Kidole kinachofuata cha pili, hiki tunapenda kumnyosha mtu, wewe. Ndio maana yake anasema ni focus. Focus maana yake follow one cause until successful. Sasa umeshaamua kwamba nataka kufanya hivi. Mimi unakuwa kama mti hauhami. Mimi nimeamua kuwa professional networker, nitengeneze empire ya watu. Sasa I will follow that no matter what. Kama nikufa acha ni una focus hapo. Sio huku unafuga mayai, huku unafanya hiki, na ndivyo Watanzania walivyo, wana divided attention. Uwezi ukaenda mbele. Hebu niambie unatembea barabarani unaangalia huku unaangalia, sio utagongwa. Sasa focus. Kidole kinachofuata hiki ambacho watu wanasemaga ni matusi, hicho ni kinazungumzia brand. What's your brand? Sasa mtu akikuona anajua huyu somebody huyu. Unajua kuna baadhi ya watu unaweza kaenda mahala tu ukasema hii fulani angekuepo ingemfaa sana. Yaani unajua huyu ndo kitu chake hiki. Yaani ndivyo alivyo, hachukui nonsense. Anataka vitu vya maana, hachukui biashara. Yaani ni mtu yuko straightforward na anajulikana kwamba ndo brand yake. Watu wanasemaje kuhusu yeye? Naposema wewe you have a brand, tunasemaje kuhusu hiyo? Tunasemaje sisi? Sio ndo nasema mimi ni brand. Sisi tunasemaje kuhusu hiyo brand yako? Tunaelewana hapo. Kwa hiyo you have to have a brand. Kidole kingine hiki cha pete hiki, unawekaga pete hiki, maana yake ni relationship. Unahitaji kutengeneza relationship na watu. Watu ndio wanakupandisha, watu ndio wanakushusha. Ukiwa na relationship mbaya, unaweza ukajiua. Na kuna wengine hamjafanikiwa kwa sababu ya wrong relationship. Wewe unajua mimi huyu girlfriend, huyu mume wangu, huyu mke wangu, huyu mtu gani, relationship hiyo inakuvuruga kabisa. Inakuvuruga na kukutoa kwenye seko kabisa. Kwa hiyo anaizungumza kwa dole ni relationship. Kamwisho kale kadogo kamwisho ni zile little things that matters most. Vitu vidogo. Discipline ni kitu kidogo. Ukisema unataka upungue, lazima uelewe ni kitu gani kimefanywa kanenepa. Inatakiwa ufanye mazoezi. Unapokwenda gym uweze ukatrim hizo kwa mara moja. It takes time. Sasa discipline. Watu wengi discipline hawana. Kwa hiyo biashara inahitaji discipline. Kwa hiyo wale ambao mtapenda kujifunza zaidi, najaribu kukupeni mwongozo. Naomba tu uelewe kwamba unapofanya effort za kutosha non stop, potential yako hiyo nakueleza. Ukishaamua kufocus, ukafocus kabisa kwamba ndio kitu ninachotaka hiki. Kama ni kufa ije mvua ije jua, mimi ndo nimeweka uone. Unaweka 100% of your time, 100% of your attention. Naweza kukwambia miaka 5, 10 you are financially free. Naposema financially free, unaweza kukaa miaka 20 bila kufanya chochote na bado ka maintain lifestyle. Sasa mfumo mzima unaokuwa na uzungumza hapa, sio lazima uwe Tanzania. Sasa na hizi teknolojia sasa hivi, hebu niambie tungekuwa tunazungumza Kiingereza hapa, hata wa Marekani wangetusikiliza. Japo hapa nazungumza, nadhani kuna Watanzania wachache wako Marekani wanatusikiliza sasa. You see? Kwa hiyo you can see, ukielewa how to use it, everything becomes easier. Sasa naposema easier, sio ni rahisi hivyo, ni simple in the sense kwamba kila mtu anaweza kufanya hata kama hajasoma. Cha msingi tu ni kwamba mfumo uweze kufanya kazi, it has to be duplicated. Inabidi uwe duplicated. Ndio maana Mtume Muhammad ameondoka, Uislamu unaendelea, aliweza kuwapata watu ambao wana duplicate. Ukristo unaendelea, Yesu aliweza kuwapata watu wanao duplicate. Yesu aliwatafuta watu 12 tu. Kwa hiyo in short,
mfumo ndivyo unavyo operate. Kwa hiyo nachotaka nikwambie hapa, kwa wanakuwa wana bidhaa ambazo wanadili nazo. Nimekwambia mimi na mwaka wa 12 plus sasa. Na the reason why niliamua kuwa part ya hii ni kwa sababu nilichoka na kazi za ajira, sikuwa na amani nazo, na nilikuwa najiona ni mimi tu. Na nashukuru Mungu kwamba niweza kuona mapema nikatoka. Nisingetoka nadhani ningekuwa niko Keko au Ukonga sasa hivi. Kwa hiyo baada ya kuona hivyo nikasema Mungu ameniumbia nini? Wanasema kuna siku mbili za maisha yako. Siku uliozaliwa na the day you find your purpose. Sasa purpose yako ni ipi? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba niweza kujua kwamba my purpose ni kusaidia watu. Wanapozungumza hapa hitaji chochote kutoka kwako. Mimi najaribu tu kukupanua uone maisha yangu yanaendelea bila wewe na yataendelea, yatakuwa mazuri zaidi hata ukiwepo. Ni wewe, sio your choice. Mimi najaribu kuonyesha kwamba it is possible. Kwa unaweza ukajifunza ukaanza part time kidogo kama umeajiriwa. Unataka kuweka full time, ni wewe tu. Mimi nilichukua takriban mwaka moja na nusu tu kuweza ku break even. Break even in the sense kwamba una strong network ambayo inakwenda. So kuna unadili na product za afya. Sasa kazi yetu sio kuuza product. No. Kazi yako wewe ni kuelimisha watu. Na watu wana issues kibao. Sasa baadaye mtawasikiliza wenzangu hapa na wataweza kuzungumza ni kwa nini wao waliamua kuwa involved na mfumo huu na kuacha hiyo mifumo mingine yote. Kwa hiyo in short nitaka tunishie hapo ili nikupeni nafasi sasa. Nilikuwa najaribu ku open up. Nasema I was trying to open up the cans of worms. Nilikuwa najaribu kufungua discussion uweze kufikiria. Wala ambao mmechelewa, tumezungumza vitu vya kutosha hapa, dunia inaelekea wapi, jinsi ambavyo sasa artificial intelligence inavyochukua kazi za watu, na nusu ya kazi kule Marekani ikifika mwaka 2020 nusu za kazi za ofisini zitakuwa zimechukuliwa. Hapa mmeona kampuni ya Vodacom ilikuwa kubwa, wamevunjilia, kwa hiyo ime outsource vitu chungu nzima hapa. Mnaona Wachina walivyokuja hapa sasa hivi na they are here to stay. Wanafanya vitu vidogo, kila kitu mpaka ukienda huko Moshi mpaka wazungu wanachoma chips. Hebu niambie sasa utakompete namna gani? Kwa tutafute jinsi gani we can also tap you become an international figure. Tunaelewana hapa? Hivi ninavyozungumza huu mfumo umefika mbali kabisa, na hata kingine tujawahi kufika, lakini whatever they are doing, hii ndio wanaita residual income. Sasa you have the residual bill, unalipa bili hii kila mwezi, si whatever. Why don't you create a residual income? Kwa hiyo ningependa mimi niishie hapo tu. Sasa ni waruhusu wenzangu na mtu yoyote ambaye anataka kuchangia achangie, na sio naanza na nani hapa. Na kuona Linda, si utakuwa unanisikia huko. Linda, una chochote cha kuchangia? Linda huko hewani, naomba utafute mic kwenye simu yako. Linda huko hewani. Ona patikani huyo. Nimtafute nani hapa? Naona Bwana Telefoni Balele. Unanisikia? Umejifunza chochote Telefoni Balele? Ya, nimejifunza. Okay, tunakusikiliza, zungumza. Nimejifunza vitu vingi tu, jinsi ya kuwekeza muda. Ndio, endelea. Tunakusikiliza. Hello? Endelea, tunakusikiliza. Kwa sababu na mimi nimelizia kufanya hii biashara. Ndio. Na kuanzia leo ni member kabisa, kwa sababu yani ni umeni inspire vitu vingi, umenielimisha vitu vingi, nimeelewa jinsi ya kuwekeza muda wangu. Na wewe ambavyo ulivyoanza ukiwa unafanya kazi TRA mpaka sasa hivi ukaacha, na una miaka 12 ndani ya Forever Living Product. Kwa hiyo umeshavuna vitu vingi, basi na mimi nataka kuwa kama wewe. Kwa sababu kupitia tu huo muda ambao umeufanya wewe, na mimi pia nitakuwa vile kama wewe zewe ulivyo. Sawa. Basi tunashukuru, karibu sana kwenye kipindi. Naomba uendelee kuwasikiliza na wengine wanachangia. Asante sana. Asante. Huyo alikuwa ni mgeni kabisa, anaitwa Telefoni Balele.
Linda naona bado hujapatikana hapo. Naomba nimtafute nimtafute nani hapo? Nani hapa? Haya, nani hapo na Bwana Joseph Kazimiri, una chochote cha kuchangia? Hello. Ndio, tunakusikiliza. Nashukuru sana kwa presentation ambayo kiongozi, na kitu ambacho ningependa tu kuchangia, dunia kweli imebadilika, na hata kama tukiangalia hata kwenye upande wa mauzo mbalimbali hata ya hapa nchini kwa sasa hivi, kuna maduka ambayo yanafungwa, kuna baa ambazo zinafungwa, kuna vitu vingi sana ambazo zinazofungwa kwa sasa hivi. Lakini kama mtu amejaribu kusikiliza jinsi ya vitu ambavyo umejaribu kuvichambua, zingine ambazo zipo zimezoeleka, kama mtu akiamua kuzifanya hizo, basi anaweza tu akazifanya. Lakini kama anahitaji kwamba, kwa maana kuna mtu mwingine anaweza akawa anaona shida ni hela, kama akiwa anaona shida yake ni hela, afanye tu hata zile biashara zingine, hela anaweza akapata. Lakini kama shida yake kwamba ni kuweza kukuza maisha ya watu, shida yake kabisa yeye ni kukuza maisha ya watu, mfumo wa network marketing na hizo unaweza kumfaa kabisa huyo mtu ambaye anayetaka kufanya biashara. Lakini kwenye mfumo wa network marketing, sasa huyu atakayesema anahitaji asiamue tu kwamba ngoja tu nikajiunge kwenye hiki chama. Hiki sio chama cha siasa hiki. Aweze tu kuweka muda wake wa kujifunza vizuri, na aweze kujifunza kuweza kuwa na build na relationship vizuri. Hivi vitu atakapoweza kuzitimiza, basi hata kwenye vipande vyake sasa vya vipato vinaweza vikawa vinaongezeka kama shida yake ni kipato. Kwa hiyo kwenye huu mfumo mtu yoyote ambaye yupo hapa, kama ni mgeni au kama ni mwenyeji, bado alikuwa anasuatua, ni kwamba ni kwenye mfumo ambao uko sahihi. Mifumo yote ni mizuri, lakini kwa kuwa amejaribu kusamu hapo kwamba vyote hivi vinafanywa hivi, atakachopenda kukifanya ni sawa. Lakini kwenye mfumo huu wa network marketing ambao kila siku unaongelewa na watu wengi na kila siku tunaofanya bila kujua watu, lakini atakaposema sasa huu mfumo kwamba anajiweka kabisa kwamba namna gani ya kuweza kufanya, lazima kama hivyo nilivyotangulia kusema mwanzo kwamba akubali kufundishika. Kama hatakubali kufundishika, aendelee tu na biashara zake ambazo anazozifanya. Kama ni mgahawa, aendelee na mgahawa. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu au kwa kuchangia kitu ambacho ni simu yako ina koroma, nadhani inatosha hapo. Naomba labda niende kwa Linda, huko hewani sasa. Linda, unaweza kuzungumza? Ndio, hello. Ndio, endelea. Hello. Okay, nashukuru sana kiongozi kwa presentation nzuri. Sana tu mimi ningependa kusema kwamba kuongezea kwamba mfumo wa biashara ya mtandao au team marketing ni mfumo ambao unahitaji yani unasaidia kuweza kukutana na watu mbalimbali au kujua watu mbalimbali duniani, nasema. Kwa sababu bahati nzuri kama ulivyosema, katika hizi soft skills ambazo tunapaswa tujifunze ndani ya network marketing, zimeturahisishia mambo mengi kuweza kutusaidia kuweza kuconnect na watu mbalimbali duniani. Kwa hiyo mimi huwa nasema kwamba mtu kama akiamua kufanya hii team marketing, ni rahisi sana kwake kugusa maisha ya watu wengi sana duniani, hata sehemu ambapo hajai kufika, ni kwa namna tu yeye vile vitu atakavyoamua kuwashirikisha watu, kwa sababu inatufanya tuweze kugusa maisha ya watu kwa namna moja ama nyingine, kwa vile jinsi wewe mwenyewe unavyoweza kushare au kushirikisha vitu ambavyo unavijua ndani ya network marketing business. Kwa hiyo cha msingi tu ninachotaka kuwashirikisha watu ambao wamejoin hii meeting ni kwamba cha msingi ni cha kwanza kabisa ni kuwa tayari kujifunza, kwa sababu hata sisi ambao tupo ndani ya huu mfumo tunaofanya, tumeamua kufanyia kazi,
tunafanya huku, kila siku tunajifunza skills, kila siku tunajifunza mpya kwa kutoka kwa wale viongozi ambao wametutangulia katika biashara, na kila siku kuna vitu vipya ambavyo vina be introduced. So unakuta wewe kutokana na vile vitu ambavyo vinakuwa vimefanyaje vimeintroduciwa, kwa hiyo na wewe pale unapata mwanya wa kuweza kuconnect na watu wengine. Kwa hiyo ukitaka kujiunga katika hii business ya team marketing, uwe tayari kujifunza, na bahati nzuri kila siku duniani kuna watu mbalimbali ambao wana recommend huu mfumo wa network marketing. Ukiingia, kama unashindwa kusoma vitabu, basi hata ukiingia hata YouTube utakutana na kina Eric Wo, atakuambia tu kitu kama unataka kufanikiwa katika maisha, kugusa maisha ya watu wengine. Kwa hiyo ni vizuri ujifunze namna ya kuifanya vizuri, na vile vile kama umeamua kufanya ni muhimu sana wewe ufocus kwa kitu ambacho umeamua kukifanya, yani usijichanganye. Shida inakuja ni kwamba mtu yani akifanya miezi miwili mitatu minne anategemea kwamba yeye anajiwaza yeye mwenyewe kufanikiwa yeye mwenyewe baada ya kugusa watu wengine wengi zaidi. Kwa mfano kama ukutana na watu wawili watatu wamewakosa, anakata tamaa. Yani mimi nasemaga kwamba kama ukikata tamaa au kama wewe una roho mbaya ya kutoweza kushirikisha watu wengi zaidi namna ya kufanya hii biashara, huu mfumo haukuhusu. Yani bora tu uendelee kufanya shughuli nyingine. Lakini kama wewe unatamani kugusa maisha ya watu wengi, hata yule adui yako watu nani, unaamua kushirikisha, no matter what, lazima utafanikiwa. Tu cha msingi ni kufocus na kile tunachokifanya, basi baadaye mambo yatakuwa vizuri tu. Kwa hiyo na washauri watu ambao wameingia katika hii meeting, cha msingi ni kuendelea kujifunza, na bahati nzuri tuna online meetings nyingi ambazo zitakuwa zinaendelea, kwa hiyo ni kufuatilia tu. Na kwa yule mtu ambaye amekualika katika mkutano, ni vizuri ukimuuliza kwa undani zaidi kama uko naye karibu ama kama yuko mbali, au kama una namba yake ya simu, kama kwa sababu najua ametakuwa amekualika kwa staili hiyo, atakuelekeza zaidi na zaidi. Wakati huo mikutano ipo kila sehemu, yani duniani nzima, almost nchi 168 wanafanya network marketing na kampuni hii. Kwa hiyo karibuni sana. Haya, asante, tumekusikia Linda. Haya, naenda sasa kwa huyu nani, Zuhura, utakuwa unanisikia? Zuhura Mustafa, uko hewani? Hello. Ndio. Okay, first I would like to thank you for this presentation. It was amazing. Vile vile ningependa tu kueleza how can one be successful? Yani kwa kipindi tunachoishi sasa hivi, I'm so sure kuna watu ambao wanatumia LinkedIn. There's this video iligo viral, ulikuwa unaongelea kuhusu kazi nyingi kuchukuliwa na robots. Kuna video ilikuwa inaonyeshwa kwamba Uber ambao Tanzania watu wanaenjoy taxi sasa hivi wametengeneza helicopter kabisa, na Dubai washaanza kuzitumia, kwamba hakuna sababu ya kuwa na taxi wakati mji una foleni, ukakaa kwenye foleni tena afu ukasema umechukua Uber inakupeleka faster. Kwa hiyo Dubai tayari wana hizo Uber Air ambazo zenyewe unapanda wewe peke yako. Yani hiyo ni drone, ni ndege kama helicopter lakini ipo in form of a drone. Haina dereva, unaingia wewe, una insert, unapotaka kupelekwa unapelekwa. Kwa hiyo hapo ni kitu cha kujifunza sisi. Kwa sababu zamani ilikuwa changes zikitokea dunia, nchi zilizoendelea inaweza kachukua kwetu mpaka miaka 20 kutufikia. Lakini Uber kama haijachukua hata 15 years tayari Tanzania zipo. Maana yake hata hizo ndege za Uber Air zitakuja siku sio nyingi, na sisi tutabakia tunashangaa tu kama ilivyo kawaida ya Waafrika. Lakini vile vile ningependa kutambua uwepo wa Kenya katika hii webinar, na washukuru kwa kusikiliza, na najua mmejifunza kitu. Any scenario inayotokea, yani ukiambia kimfano wa Tanzania, hata Kenya hizo scenario zipo. Watanzania wanalamika hawana ajira, hawana vitu vya kufanya, lakini kuna vitu vingi wanaweza kufanya. Na nafahamu hata kwa nchi nyingine za Afrika iko hivyo. So na imani wamejifunza vya kutosha, ila nitaka tu niongezee kitu kimoja katika team marketing. I can tell you this is the perfect business. For the meantime, mtu ambaye hana njia nyingine ya yeye kusema atachukua labda a lot of money kuinvest into something kama wanavyofanya kina Aliko Dangote. Hello? Endelea. Yeah, kama huna uwezo huo, this is something you can do it, kwa sababu kwanza inahitaji hela ndogo sana ya kuanzia. Lakini vile vile haihitaji muda wako wote, unaweza ukafanya part time.
Lakini kitu kingine ambacho team marketing inakupa ni uhuru wa muda. Wewe ndio unaamua unataka muda gani ufanye kazi. Kazini watu wengi wanaingia saa 1 wanatoka saa 11 au saa 9. Lakini hii inakupa, yani wewe mwenyewe unapanga kwa muda wako. Lakini vile vile kitu kizuri ni kwamba the income is unkept. Yani no one is going to plan for you how much you can earn. You are the one who's going to plan. Kwa mfano ukasema mwezi huu nataka nifanye hiki, wewe ndio utaplan unataka 1,000,000, either you want just 200,000. You are the one in charge. Lakini vile vile inakupa chance ya kufanya personal development. I'm so sure some of you have never gone through a session like this one ya kukufanya uweze kujitambua, and this is the first time you are able to learn something like this. Na I'm so sure kuna watu wengine ambao unaweza ukashare nao ambao nao wangependa kujifunza kitu ambacho leo umejifunza. Team marketing provides a chance for someone to recognize their inner potential, something that the schooling and the employment sector does not provide. So it's a chance for you to be who you truly were created to be. So I urge you all to take time kujifunza kuhusu team marketing or network marketing and see how many companies, on which company is suitable for you. Our company is better, but you can also either think of something else. But I urge you to learn the industry because it's better. Yani it's so better than being self-employed and doing other stuffs. In the end, I can just say asante, presentation ilikuwa nzuri, lakini vile vile watu tupende kusoma. Kuna vitabu hapo vimeonyeshwa. Kuna watu wengine toka wamalize chuo hawajasoma vitabu. Mimi wanasema I'm so proud because of team marketing. Nimesoma vitabu vingi kuliko nilivyowahi kusoma chuo. Chuo nilisoma kitabu kimoja tu miaka yangu yote 5 nilisoma chuo, lakini maisha haya ya kuwa kwenye biashara hii imenifanya nimesoma vitabu vingi ambavyo vimenisaidia mno. So everyone should grab a book and read it. And the good thing is that books are even free online. You can even learn them online. You can read a book you want and you will learn the skills you need, because the current times we're living does not need certificates anymore. Maybe you're listening to this one and you have a lot of certificates and they're not helping you. I'm telling you, you need skills, you need people's skills, and you need other skills which are going to help you be productive, because this is not the era of being busy. It's an era of productive people. Thank you, Mr. Alphonse. Okay, Zuhura, thank you for the astonishing contribution. Naenda kwa huyu Losalia Kabakama. Losalia Kabakama, una mchango wote? Losalia. Uko, yes. Hello. Nakusikia. Nashukuru kwa presentation yako kwa sababu nimeweza kujifunza kwamba mafanikio yapo katika vitu usivyojua pia na kwa watu usiowajua. Alafu pia kingine ambacho nimeweza kujifunza ni kwamba ile focus, yani maelezo yake kwamba umesema kwamba follow one cause until success. Kwa hiyo nimejifunza kwamba watu wengi tunapenda sana kuangalia huku, umesikia ukafanya hicho unataka ufanye. Kwa hiyo nimejifunza kwamba unatakiwa upate kitu kimoja hadi mafanikio. Asante. Okay, asante Losalia. Nakwenda kwa Maria Fue. Maria, una mchango wote Maria? Maria Fue, uko hewani? Maria Fue. Maria. Haya, hapatikani huyo. Nakuja kwako nani huyu? Wilson Narumba Mbaga. Wilson, uko hewani? Bwana Wilson. Naona hapatikani huyo. Aya, nakuja kwako Lydia Wanjala. Lydia Wanjala, uko hewani? Something to contribute, Lydia? Hello Lydia. Inapatikani hapa. Nakuja kwako
Jacqueline Rafael. Jacqueline, una chochote cha kuchangia? Yeah, Aro. Yes, endelea. Hello. Yeah, nashukuru sana kwa motivation mindset ambayo umetuelezea, nimekuwa inspired. Kuna vitu vingi ambavyo nimejifunza. Kwa hiyo I'm proud of network marketing na nashukuru sana, tuendelea kujifunza. Okay. Huyo ni Jacqueline. Haya, huyu James wa Mea Njosi. James ndio umelogin sasa hivi. James, una mchango wote James? James wa Mea. Basi utaandika kama itakuwa ni shida kuchangia. Nakuja kwako. Nani huyu hapa? Ngoja niende Marekani. Sister Tukuzwe, uko hewani, unatusikia huko? Sister Tukuzwe hapo. Maana nimeonyesha nyumba hapo na utatuambia hapo, vijana wanataka nyumba nzuri nzuri, sasa wanashindwa usipate wapi na nini. Sister Tukuzwe, karibu kwenye session. Hello. Tunakusikia. Habari za huko? Kwema tu, habari zenu? Salama tu. Anasemaje Donald Trump huko? Mzima, anaendelea? Ndio. Tunakusikia. Nyinyi mnaendeleaje huko na Magufuli? Yupo tu, anafurahia, anasema amepata dili nzuri na watu wa Acacias na vitu gani huko. Anyway, tuendelee ya kwetu ya Magufuli tumwachie mwenyewe. Haya basi, tunashukuru. Ndio. Unawaambia mimi kwa kweli na vijana sasa hivi tu. Vijana wanakuuliza tulikuwa tunazungumza mfumo mzima wa maisha yalivyo challenging, watu wanavyo. Nachotaka kuomba hapa, naomba utusaidie, utueleze hali huko Marekani ikoje? Watu kazi wanafanyaje? Inalipa? Wapo wasiokuwa na kazi? Hizi teknolojia inavyowatoa nje, kazi zisizo, biashara inaenda China na uzalishaji. Hebu tuzungumzie kukoje Marekani huko, maana vijana wengi wanataka kuja Marekani huko, wanafikiri huko kuna mjomba na shangazi. Hebu tueleze watu wanafanyaje kazi? Kwanza wanawakaribisha sana kuja Marekani, isipokuwa tu mjue kuna masharti mengi tu ya kukaa Marekani huko. Kama mlivyomsikia Mr. Chilato, ni kwamba huku Marekani watu wanafanya sana kazi. Watu wanafanya kazi 3, 4, 5 kwa siku. Yaani unamaliza kazi moja, labda umefanya masaa 8, unaenda mahali unachukua tu chakula, unaenda kuanza kazi nyingine. Watu wanaishia kufanya kazi 3. Kwa sababu gani? Huku kunakuwa na bili nyingi sana za kulipa. Yaani maisha ya huku Tanzania ndio yanakuwa magumu, lakini huku yanakuwa magumu zaidi, kwa sababu huku hakuna kitu ambacho unaweza kupata tu yani kwa shilingi 1, shilingi 2. Huku kila kitu kinaanzia labda shilingi 20,000. Huko ndio umenunua kitu cha walau cha maana. Kwa hivyo chakula kinunua chakula tu labda mchana, labda umeamua tu kununua tu kitu cha kawaida tu, inabidi walau uwe na $10, $15. Sasa $10, $15 si kwamba inapatikana tu hivi kienyeji, lazima uifanyie kazi. Kwa hivyo hali ya kazi huko ni kazi zipo nyingi sana ambazo watu wanazifanya, lakini inabidi ufanye yani kazi moja, kazi mbili. Kama kweli unataka kipato kizuri, lazima ufanye kazi mbili. Kwa hivyo watu wengi nilivyowaona mimi na wao sasa hivi na wenyewe wanafanya sana network marketing. Kwa sababu mimi nipo kwenye network marketing, lakini mimi napenda sana kwenda kuona wengine wanafanya nini. Kwa hivyo wanahudhuria mikutano ya watu wenye wa aina mbalimbali, wenye ambao wanafanya forever, wengine wanafanya tu training. Mimi naendaga kwenye mikutano yao, alafu kukaa tu, watu wananiuliza, wewe sisa, wewe ni mtawa, kwa nini unajiunga hivi? Nikamwambia hakuna hata mtu mmoja aliwahi kuniletea chakula nyumbani kwangu. Kwa hivyo kama hujawahi kuniletea chakula, nipo hapa natafuta chakula. Basi watu wanasema tu wewe sisa umeendelea. Si kwamba kuendelea, yaani huku hali ya maisha ni ngumu, mtu anajitafutia anachoweza. Kwa hivyo wengi sasa hivi wanakimbilia kwenye hiyo network marketing. Na baada ya miaka 4, 5 kazi hizo za kufanya za kawaida zitakuwa chache sana, kwa sababu mitandao ndio inapanda bei. Hata juzi nilisikiza kwenye redio wanasema kwamba
haya makampuni makubwa ambayo yana wafanyakazi wengi, wasipokuwa yani inabidi pamoja kwamba wana wafanyakazi pale wanafanya kazi, lakini inabidi wale wafanyakazi waanzishie kitu kinachowaita social network. Yani wao wawe na kitu fulani cha social network, la sivyo wote watahama, wataenda kwenye network marketing. Kwa hivyo wana demand kwamba makampuni makubwa ambayo yana wafanyakazi wengi inabidi waanze kitu kinachoitwa social marketing, kusudi watu wawe na marketing pale pale, waone hiki kitu ni cha kwao, wanafanya kwa ajili yao, baada ya kuona tu kwamba hii wanamfanyia mtu fulani. Kwa hivyo ndio imekuwa hivyo, watu wanahangaika. Kwa hivyo kwa kifupi naweza kuambia kwamba social marketing ni kitu kimoja ambacho watu wengi sasa hivi wanakizingatia, na ni kitu ambacho watu wanatamani wajifunze na wafanye. Kwa hivyo ndugu zangu, ninawaambia yani kazaneni, mwenye nia daima atafika tu. Yani wewe ujimagine, yani wewe mwenyewe kwamba baada ya miaka 10 nataka niwe mtu aina fulani, utakuwa tu, hata kama ingekuwaje. Yani kitu chochote hakiwezi kukuzuia, na hakuna mtu anaweza kukuzuia ndoto zako. Hebu naomba tusaidie hapa, maana nimeizungumza hiyo kwenye mahala nilizungumza sense of character. Nataka utuambie kidogo hapa, maana watu wengine wanakusikiliza mara ya kwanza. Ulivyoenda Marekani ukawa unakaa na wenzako, alafu baadaye wakakunyanyasa ukasema hayo maisha uyataki, unataka ukakae kwako. Unaweza ukashare tu kidogo angalau ule uchungu wa kufanya mpaka ukaamua kuwa na nyumba zako na nini, na pamoja na kwamba kazi yako ni ngumu pia unayofanya, kuonyesha ile strength of character. Mimi hapa ni sister wa kutoka shirika la Mtakatifu Agnes Chipole. Watu wetu mnawafahamu sister wa Chipole, wapo wengi sana huko Songea. Kwa hivyo mimi ni mmoja wapo. Nilikuja huku mwaka 2000, sio 2000, nilikuja mwaka 97. Nilikuja kusoma, toka nimekuja naona huu mwaka 20. Nilikuja kusoma, nilikuwa nakaa na masista wazungu. Si mnajua tena wazungu, kila kitu wanakuuliza, umekula ice cream? Wanakuambia unakula ile ice cream kwani nyumbani kwenu ipo? Basi unasema tunayo lakini sio sana. Basi ukifanya chochote, ukishika mkate watakuuliza umeshika huu mkate, nyumbani kwenu kuna mkate? Basi mimi ile hali ya kuniuliza kwa kweli ilikuwa inaninyanyasa. Yani ilikuwa naona ni kunyanyasika sana, kwamba kitu hicho nyumbani kwangu kipo, lakini kishika tu hapo wananiona kwamba mimi kwetu huko hakuna chochote, ni kama vile nimetoka mahali ambapo hakuna kitu. Kwa hivyo nilikuwa najisemea mwenyewe kwamba siku moja mimi ninataka nikae mahali ambapo hakuna mzungu wa kuniuliza swali. Endelea. Kwa hivyo nilipomaliza pale, nilienda kusoma masters kwenye tena shule nyingine, nikahama pale kwa masista, lakini kichwani mwangu mlikuwa tu na mnasema kwamba siku moja nataka nikae mahali peke yangu hakuna mzungu. Lakini nafanyaje hata sikujua. Kwa hivyo nikamaliza nilipomaliza kile chuo kikuu, nikachukua masters yangu. Bahati nzuri nilikuwa shirika langu linituma niwe naendaga maparokia, yani kwenye makanisa kwenda kuomba misaada kwa ajili ya watoto. Tukule shirikani tuna watoto yatima. Kwa hivyo nilikuwa naenda kwenye hiyo makanisa. Wengine walikuwa wananipokea vizuri, wengine walikuwa wananidharau. Mimi nilikuwa wala sijali. Mimi mradi kama nimetimiza wajibu wa kuongea, kama watachanga wachangi, hiyo shauri lao. Basi mara moja nilienda kwenye parokia fulani, huyo paroko akawa paroko mmoja mzuri sana, akasema sisi tunahitaji sana masisa kuja kufanya kazi kwetu. Kwa hiyo mimi nikaja, nilipomaliza chuo pale nikawa nimekaa hapa, lakini nilikuwa nafanya kazi kuparokia kule. Kichwani mwangu kulikuwa na kitu kimoja tu, kwamba siku moja nakaa kwenye nyumba yangu hakuna mzungu wala kuninyanyasa. Kwa hivyo nilihangaika sana, yani kusimulia nilivyohangaika ni kule kuhangaika kwa kutokata tamaa. Nilipita kila benki kuuliza namna gani niweze kununua nyumba. Kila mtu alikuwa ananicheka, kwa sababu kwa kawaida huku Marekani kununua nyumba lazima uwe na credit card. Yani hiyo credit inabidi uijenge kwamba wewe ni mtu wa kukopa na kulipa, kukopa na kulipa, yani unanunua unalipa, unanunua unalipa. Kwa hivyo kwa mtindo huo ile credit yako inajengeka. Sasa mimi hata neno credit nilikuwa sijawahi kulisikia. Kwa hivyo nilikuwa nikiingia benki wananiuliza una credit? Nikamwambia sina. Wananicheka, wanambia sasa huwezi kununua nyumba kama una credit. Sasa na waulize hii credit ni kitu gani?
Ambia you don't know anything. I said, I don't know nothing. Kwa hivyo walikuwa wananiuliza huku wananicheka, lakini mimi sikukata tamaa. Nikakutana na mama mmoja nikamuulizia siku moja eti credit ni nini. Yule mama alikuwa mwema kweli, akakaa chini akanieleza, akanionyesha na mfano wa hizo credit zinavyokuwa. Sasa nikasema napata padaya, akasema nenda benki kaomba ufungue hiyo credit. Basi nilienda benki nikawaambia tu mimi nataka kufungua credit. Wakanipatia bwana, wakaniambia unataka kufungua, niwaambie kwa mimi nikapata. Baadaye nilipoenda sasa kutafuta tena mkopo kusudi nipate nyumba, wakaniambia credit yako haina kitu. Hujawahi kununua wala kukopa. Kwa hivyo ikabaki bado nikabounce. Kwa hivyo hata hivyo sikukata tamaa. Niliweza kuhangaika, nikutana tena mama mwingine akanishauri namna gani naweza kupata credit. Ni kwamba nichukue bili nilizokuwa nalipia simu yangu ya mkononi, na hizo ni bili nilizokuwa nilipa kwenye apartment, niunganishe nipeleke kwenye benki wakanitengenezee credit. Kwa hivyo kwa mtindo huu wakaweza kunisaidia mpaka nikaweza baadaye kupata mkopo, ndio nikanunua nyumba. Kwa hivyo kuanzia kwa nyumba moja sasa hivi nikawa na nyumba nyingi. Kwa hivyo namshukuru Mungu, bila kukata tamaa kwangu kumeweza kuniwezesha. Kwa hiyo sasa hivi una nyumba ngapi? 10 au 20 zimefika? Maana una miaka 20 Marekani, kwa hiyo kila mwaka unapata nyumba moja. Ingekuwa hivyo mbona ingekuwa utajiri sana. Ziko ngapi? Ninazo 4. Wow, hongera. Nadhani hao vijana wanakusikia. Sasa pamoja na kazi yako ngumu, unafanya kazi masaa mangapi? Sisi hapa tunatunza wagonjwa ambao wapo wamezaliwa mental retardation. Wamezaliwa kama huko nyumbani kusema wamezaliwa mataira. Kwa hiyo ni program ya serikali ambayo tunaiapply. Kwa hivyo tunaletewa wagonjwa, tunakaa nao masaa 20, yani tunao masaa 24 usiku na mchana. Kwa hivyo inategemea, unaweza kwenda kulala saa 2 ukaamka saa 5, kwa sababu wagonjwa wetu wengine ni watu unabidi wacheki kila baada ya masaa 2. Kwa sababu wapo kwenye oxygen, wapo kwenye pap machine ambayo lazima wapate hewa usiku na mchana. Kwa hivyo lazima uangalie kama mashine imekaa vizuri, mashine imekaa vibaya. Kwa muda wote tupo kazini kwa kweli. Sasa hiyo biashara yako ya Forever unaifanyaje wakati muda unabanwa hivyo? Unawezaje kubalance? Mimi Forever naifanya muda wote ninapokuwa na muda. Kwa sababu kazi yangu ya wagonjwa kuna wakati mwingine inakuwa sio kwamba very tense. Kuna wakati wanapolala, wakati wanapolala mimi nafanya kazi. Asubuhi wakisha kula nikishaogesha, kama sina pepa, kwa sababu tunakuwa na mapepa mengi sana ya kuwajazia, tuna madawa ya kuwapatia. Kwa hivyo ninapopata tu mwanya mimi nafanya hiyo kazi yangu ya Forever. Kwa mfano jana nilienda kwenye meeting ya Forever ambayo imetolewa na ofisi. Ilikuwa ni mbali kidogo toka hapa tunapokaa, ni kama masaa 2 kwa kudrive. Kwa hivyo nilidrive nikaenda mpaka huko nikasikiza hiyo mkutano. Ilitoka walimtuma mtu kutoka kwenye ofisi kuu ya Arizona, alikuja hapa kutuelezea kuhusu business na product mpya. Basi nikasikiliza pale masaa 3 nikarudi. Kwa hivyo unajibalance mwenyewe kwamba hapa nifanye hiki, hapa nifanye kile. Kwa hiyo kwa uelewa uko nao sasa huku Forever unafanya na nini, miaka 5 10 ijayo tutegemee nini? Utakuwa na nyumba 20, unataka kufanyaje sasa? Mimi nafanya Forever sio kwa sababu ya kujifaidisha tu mimi mwenyewe. Kama nilivyowaambia, mimi ni mtawa wa shirika langu lilipo Chipole. Yaani lengo kubwa la mimi kufanya Forever ni jinsi ninavyoona maisha ya watu wa dini yanavyokwisha. Yaani watu wetu wa dini, yani ukiunganisha masisa, mapadre, yani tumewekwa kwenye msimamo huu kwamba sisi ni watu wa kutegemewa. Yaani watu wa kutegemea watu wengine, kwamba maisha yetu kwamba inabidi watu wengine watusaidie. Watupe donation tuweze kuendesha umishonari wetu na nini. Lakini mimi nataka kubadilisha kitu hicho, kwamba sisi wenyewe tu uweze kutoa zile donation kwa ajili ya kuendesha maisha yetu na kuendesha maisha ya watu wengine. Hiyo ndio lengo langu kubwa, sio kununua nyumba, ila kuweza kugeuza mfumo fulani wa utawa baada ya kutegemea watu, tujitegemeze wenyewe, tuweze kuishi maisha mazuri na tunaweza kuwasaidia watu wengine. Wow. Basi tunashukuru sana. Nadhani wamekusikiliza, utawasikia hapo watakapokuwa wanazungumza kwa jinsi ambavyo umewapa washawasha hapo. Basi nikushukuru sana. Asante. Haya.
Nimemwona mtu mwingine huko Marekani hapa, si bado yupo. Huyu Josina, ni Josina wa Marekani, Josina wa Tanzania. Josina. Kuna Josina hapa, sijui ni wa Marekani, ni wa wapi? Josina huko hewani, unaweza kuzungumza tukakusikia? Halo Josina, huko hewani? Uko hewani Josina, endelea. Josina, uko hewani? Basi Josina, naomba uzungumze, uko hewani. Wana hasikiki huyu. Nadhani yuko Marekani huyu na yeye. Utaniandikia baadaye utakapokuwa umeweza kusota out hiyo nani yako. Nakuja kwa Edwin Rutiga. Edwin, una mchango wowote Edwin? Edwin, una mchango wowote? Uko hewani Edwin? Edwin, huko hewani? Nakupata. Haya, sawa, endelea. Mimi nashukuru, kwanza nashukuru kwa presentation nzuri. Kila tunapokuja tunakuta kitu kipya, tunaendelea kujifunza. Lakini labda mimi niongeza tu pale kwa wote wenyeji na wageni, ni kwamba Mwenyezi Mungu alituleta duniani kutupa maisha tu katuachia kama pale tulivyo. Sasa ni jukumu letu kuyafanya maisha mazuri au mabaya. Na kingine cha muhimu, wote tunataka kufanikiwa. Na ukitaka kufanikiwa, kuna viongozi wetu wawili ambao walitutangulia. Wao walikuwa na mission, walikuwa wanataka kuifanya. Nadhani kwenye ile mission hawakuweza kuifanya peke yao. Walitafuta timu nao. Sasa sisi tutakuwa ni lazima kama tuna malengo afu tunataka kufanya peke yetu. Na maanisha kwamba hata kama umeajiriwa unafanya chochote kile, unataka kuanzisha biashara, lazima upate timu. Na kwa sasa hivi dunia ilivyobadilika, huwezi kuwa na timu afu unachotaka ukifanya. Haitaji sasa hivi ukaanzisha bidhaa zako, haitaji kuanza kuanzisha ofisi yako. Kuna watu ambao wana makampuni yameshatangulia kama ile kampuni nao finance, wana kila kitu, system na kila kitu. Sisi lengo la kupata na hiyo kampuni tunataka kufanya nao, tutumia bidhaa zao, tutumia system yao. Sisi kazi yetu ni watu ambao wanatuzunguka. Ni aibu kwamba unazunguka na watu zaidi ya 20 wa maana, lakini hamna hata mmoja unafanya naye chochote kile. Ndani ya adhabu utakuja kupata kwa Mwenyezi Mungu siku kienda, utaulizwa waliwafanya nini wenzako. Mimi sina la ziada zaidi na kushukuru. Naomba tuendelee tu kuendelea kuhudhuria, hata kama ufanye chochote, wewe jifunze tu, kujifunza ni bure. Sasa ilikuwa ni cha ajabu, na elimu inatolewa bure na pia unakwepa kujifunza. Nashukuru sana na Mungu akubariki. Asante. Huyo alikuwa ni Edwin. Sister, kuna mtu ana swali la kukuuliza hapa. Bwana Balele, uko hewani, naomba uulize swali Balele. Ya, asante. Hello? Ndio, endelea. Atukuzwe. Mimi hapo na swali tu moja kwamba yani mpaka sasa hivi una miaka mingapi ndani ya Forever? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili. Naam? Swali la pili ni kwamba yani ndani ya Forever huwa unauza product ama unafanyaje mpaka umenufaika mpaka umefikia hapo ulipo sasa hivi? Amekusikia. Sister, nadhani umemsikia vizuri. Naomba mjibu huyu mheshimiwa. Mimi hapa niliingia Forever mwaka 2008. Kisa cha kuingia Forever kwanza sikujua kama hii ni business. Mimi nilikuwa nina matatizo ya kiafya. Sasa katika matatizo ya kiafya nikawa natafuta, mimi sipendi kunywa dawa. Yaani siri moja nilionayo kwamba dawa kwangu mimi hata ukinipa tu Tylenol nachukia sana. Kwa hivyo nilikuwa natafuta kitu gani nitaweza kutumia bila kunywa
vidonge. Bahati nzuri nina mdogo wangu ambaye alikuwa amekwisha ingia Forever. Yeye wakati naongea naye akawa ananiambia, wewe ujaribu hiyo Forever itakusaidia. Sasa mimi nikasema Forever ni kitu gani? Akanielezea. Bahati nzuri nikaweza mimi mwenyewe kupiga simu kwenye hii main office hapa Arizona, nikawaulizia, wakanielezea, basi nikanunua zile Forever. Baada ya kutumia, nilitumia kwa muda mrefu sana, nimetumia karibu miaka 5 bila kufanya business. Nilikuwa natumia tu, na kila mwezi nilikuwa nanunua za cc 4 cc 5, nanunua na natumia, na wapatia na wengine wanatumia. Kwa hivyo nilikuwa tu nafanya hivyo. Baadaye kama nilivyowaambia, mimi nina business zangu za kuwatunza hao wagonjwa. Hizi business zinalani na serikali. Kwa hivyo kila mwezi tunakuja kukaguliwa kama mapepa yetu tumeweka vizuri, mapepa yetu hatujafanya vizuri. Kwa hivyo kulikuwa mwaka 2013 2012 kulikuwa kuna matatizo, kwa hatuna wafanyakazi wa kutosha, tulikuwa hatuna mapepa yetu mengine hayakuwa vizuri, wafanyakazi wengine walikuja hawakuwa na training zilizotakiwa wawe nazo. Kwa hivyo tukawa tumepewa kama vile tumepewa yani tulikuwa kama wametusite kwamba tuna makosa. Kwa hivyo yale makosa yalipelekwa kule serikalini, wale waliotupatia namba ya kuweza kutubiria. Kwa hivyo wakaitoa ile namba, tukawa hatuna hela za kuweza kuwatunzia wagonjwa. Kwa hivyo ilikuwa kwangu mimi ni challenge kubwa sana. Nikasema sasa kama hao wagonjwa tutaweza kupata hela za kuwatunza na tunao hapa, lazima tutafute namna gani tunaweza kupata income ya kuweza kuendelea kuwatunza na kuweza mimi kulipia nyumba zangu. Kwa hivyo ikabidi nikakumbuka kwamba Forever pamoja kwamba ni afya, ni business, namna gani naweza kuipromote, nikapata watu wakaanza kuingia. Kwa hivyo mimi nikawa nafanya kazi kwa bidii kuongea na watu. Kwanza nianze kuongea na wafanyakazi wangu. Sasa nilikuwa na wafanyakazi kama 6 hivi. Nikaanza kuelezea habari za Forever, watu wakaniambia, wewe mwenzako ninaumwa hiki, hujaniambia toka zamani, mimi nilikuwa na tatizo hili. Nikamwambia sasa ndio nakwambia saa hizi jiunge. Kwa hivyo nikajiunga, nikawaingiza watu kama 6, baadaye nikaendelea. Wale watu wote ndio waingiza walikazana, wote wakawa supervisor. Baadaye nikawa mpaka manager. Nikafika mpaka cheo cha manager. Kwa hivyo nikaanza kupata income ile niliyokuwa naitaka. Baadaye nikaendelea, nikaona sasa hao wale wa karibu, nilikuwa karibu wote nimewamaliza. Ikabidi sasa nianze kujifunza namna gani naongea na stranger, kwa sababu huku wazungu hawasimami, kila wakati wapo busy wanatembea. Nyumba yao kila mtu ni nyumbani kwake. Hakuna kwenda kusema hodi karibu. Kwa hivyo nikaanza kutafuta namna gani niweze kupata watu wa kutoka nchi mbalimbali niweze kuingia. Kwa hivyo nikaanza kuingia kwenye internet na kuanza kutafuta watu, nikaanza kuongea nao, nikaanza kutafuta mbinu. Huku kuna makampuni ambayo yanajifunza namna gani upate watu. Kwa hivyo nikaanza kuingia yale makampuni yale ya kujifunza namna kupata watu, wakawa wananifundisha ndio mpaka nimefikia mpaka hapa leo nilipo. Kwa hivyo ndio nilifanya hivyo kwa mtindo huo. Nadhani amekuelewa. Bado ni mgeni yeye, nadhani ndo anauliza mara ya kwanza. Nadhani Bwana Balele umesikia hapo. Sasa naona ni kuache. Ni saa ngapi huko sasa hivi sister? Huko ni saa 10:03 ya jioni. Okay. Basi ngoja niende kwa hao wengine tumalize kipindi hapa. Nashukuru sana kwa ufafanuzi. Asante. Mmemsikiliza sister hapo. Kuna wengine wanaomba namba yako ya simu na nini, basi tutawacheki nao. Si wanataka nao kuwa masista huko hata sijui. Josina, hebu tujaribu tena. Josina huyu yuko Marekani naye. Josina, nimekuweka hewani Josina. Ndio nipo. Haya, tunakusikia. Habari za huko? Salama kabisa. Haya, tunakusikiliza huko. Unashare nini na watu wa Bongo? Kwa kweli mimi nitaka tu kuwapa watu changamoto kwamba ni vizuri wawe open minded. Kujifunza zaidi, kusoma vitabu kama sister alichosema na wengine wote. Kwamba ukisoma vitabu vya network marketing ukajifunza zaidi na uka-attend trainings. Changamoto hapa ni kusoma na ku-attend trainings kwenye hii industry. Uwezo ukapata zaidi ya hapo, yani uwezo ukafaidika zaidi besides knowledge ile. Knowledge inakusaidia na kupeleka mbali. Na ukienda kwenye hizi meetings zetu, zozote zile za network marketing au za Forever,
ni unakutana na watu, unaongea nao, wa leaders walioko kule, wao wanakupa wanakuelekeza vizuri kabisa, na changamoto wanakueleza. Nakwambia cha muhimu ni kuendelea kusoma vitabu na upambane nao, achane na watu ambao hawana mwelekeo na maisha yako, hawana muda wa kukusaidia. Wewe pambana na wale leaders ambao watakusaidia zaidi. That's all I wanted to say. Otherwise huku ajira kama sister alivyosema, ni kweli, ni kazi zipo, ila kazi zipo nyingi na maisha ni magumu. Ndio kweli, maisha ni magumu, watu wanafanya kazi nyingi sana kujiendeleza, lakini bado mishahara ni midogo kwa sababu ya kodi. Watu wengi wanakatwa kodi nyingi, wanakatwa kodi nyingi kwenye kazi zao ajira. Kwa hiyo ukija kuangalia kwenye network marketing, ukisoma vitabu unaona kama ukifanya kodi ya biashara huku, kwa sababu biashara huku inalipa. Kodi sio nyingi sana katika industry ya network marketing, na biashara zingine pia kidogo sio nyingi sana, but upati nyingi kama kwenye network marketing. So people should just read books on the industry more. Knowledge is more important kwenye hii biashara, na attend pia mindset trainings. Ubaguzi huko haukuathiri sana au umeshaanza? Ubaguzi upo mwingi. Mimi nimeshakuwa raia. Kwa hiyo ubaguzi unafuatana sana kwa watu wenye green card pia. Wao wengi sasa hivi ambao wameshakaa miaka 5 wanajitahidi kupata uraia. Other than that, una miaka mingapi huko wewe? Mimi na miaka 9. Huu mwaka wangu wa 9. Wow, okay. Kwa hiyo mara ya mwisho umekuja? Maisha ni magumu kila mahali. Tanzania mara ya mwisho nimekuja juzi mwezi wa 3. Okay. Kwa ukiangalia maendeleo ya Watanzania wetu hawa unavyoongea nao na ukakompea na ukiongea na watu wa Marekani huko, unaona tuko wapi? Tunakaribia au ndo tuko mwaka 47? Kwa kweli kwa watu wanaofanya kazi huku na ambao wanaona maisha ni magumu, wanaorudi Bongo na wanajijengea maisha na nyumba, ni bidii zao wenyewe. Wengi wanarudi na hela yao, wanaanza biashara, wanajenga maisha yao Bongo. Lakini huku kwa kweli kwa mfumo wa kipato kiko juu. Unaona? Kipato kiko juu kwenye biashara ya network marketing. Hizi zingine inawachukua watu sana wanaofanya traditional business miaka 5 kuanza ku earn a serious income. Unaona? 5 na zaidi. So it's best to concentrate kwenye network marketing. The industry is very, very strong kwa kweli. Wakati makampuni ya kawaida traditional yanaanguka, network marketing industry businesses zinazidi kuboom kama forever. Okay. Sio zote network marketing zina mfumo mzuri wa kisheria kama forever, but zipo baadhi. Na nyingine ambazo zao sio nzuri sana. But kwa kweli the industry of network marketing is the best one to be in, and to learn. Just learn the industry, learn the business, whichever business you're in, just learn. Na ufanye investigation yako mwenyewe. When you're joining a network marketing industry, investigate the company before you join any network marketing business. Okay, wamekusikia. Labda kama watakuwa na maswali nitakurudia, lakini tunashukuru tumekusikia for the first time kwenye session yetu. Asante sana Jesina. Asante, karibuni. Ndio tunaenda kumaliza hivyo. Sijui nani angependa azungumze. Kama unaweza ukaandika chochote hapo unataka kuzungumza, nikupe nafasi uzungumze. Otherwise mimi ni washukuru wote. Kuna watu wameingia kwa mara ya kwanza. Wewe Nyamumwi Lumambo, Nyamumwi una chochote cha kuzungumza? Siku nyingi hujaja kwenye session zetu. Nyamumwi, ndio tunamaliza hivi. Nyamumwi Lumambo, uko hewani Nyamumwi au umelala? Okay. Nyamumwi uko hewani? Hello. Ndio. Niko hewani sasa. Tunakusikiliza. Hello. Endelea. Kimsingi na kushukuru sana kiongozi kwa his mindset training ambazo unaendelea kutupa. Ninaendelea kujifunza na ninaendelea kupata vitu vya msingi sana kwenye semina hizi.
Nashukuru sana. Okay, asante. Huyo ulikuwa ni Nyamungu. Haya hapa. Margaret, una chochote cha kuzungumza hapa? Margaret, uko hewani? Margaret. Yeah, hello. Margaret, endelea. Mimi ningependa tu kushukuru kwa training, naendelea kujifunza kila siku na Mungu azidi kukubariki. Haya, tunakuja kwa nani hapa? Mtu anataka kumuuliza sister hapa, sio swali ameisha. Scholastic, wanataka kumuuliza sister. Nadhani bado anakusikia. Scholastic, uko hewani? Scholar, uko hewani? Huyo ndo alikuwa anaomba namba ya sister. Scholar, uko hewani? Scholar, huko hewani? Sister nakusubiria huko. Ulitaka kuomba namba yake? Unataka kuwa sister na wewe? Unataka nini? Naona apatikane huyo. Okay. Hello. Haya, uko hewani? Hello. Nakusikia, endelea. Yes, mimi nilipenda kumshukuru sister. Yaani I'm inspired with her kwa sababu mimi mwenyewe nilitaka kuwa sister before zamani sana, lakini sio sasa hivi. Lakini yani nimejifunza vitu vingi sana kwa sababu kuna hii quote ya mwisho ambayo umeitoa kwamba the moment you take responsibility for everything in your life is the moment you can change anything in your life. Yani hichi nimekiona kwa yani hata kwenye maisha yangu ya kawaida kwamba the moment unapo take yani responsibility katika maisha yako, yani maisha yako yanabadilika total. Na hii yote mimi ninaishukuru network marketing na hasa kwenye hizi session ambazo natufundisha kwa sababu yani session zinajenga sana, na without network marketing yani sionagi kama sehemu nyingine ambapo kunaweza ukawa unajengwa mara kwa mara, ukawa unafundishwa kila siku kama tunavyofundishwa hivi kwenye network marketing. Yani this is how I proud to be a networker, yani kuwa network marketing, kuwa kwenye network marketing. Kitu kingine nashukuru sana sister, yani umenipa nguvu kwamba yani kumbe kuna watu ambao wanasubutu. Wapo masista wengi, wapo mapadri, lakini yani vitu kama hivi vimekuwa yani ni kama yani havipewi kipaumbele, yani bado hawajakichukulia serious kama walivyochukulia serious. Kwa hiyo naomba namba yake private. Kuna vitu nataka niongee naye, kuna vitu nataka nijaribu kushirikishana naye, japo sio kuwa sister sasa hivi. Sio nimeshachelewa, lakini sio sister, lakini nataka namba yake. Na pia nashukuru sana kwa training, nashukuru sana, kila siku nazidi kujifunza, kila siku nazidi kuwa watu tofauti kwa sababu kila siku unazidi kuwa watu tofauti. So asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, asante. Haya, Wamarekani mna kazi hapa. Kuna watu wanaomba namba za simu, wanaomba email hapa. Sasa naomba tumalize tu hapa. Sister Tukuzo, labda umalizie hapa. Umewasikiliza hao watu hapa. Sister Tukuzo. Hello. Umesikia? Yeah, nipo. Asante sana, nakushukuru huyo dada aliyenisifia na kuniona kwamba mimi nimekuwa pekee. Kwa kweli mimi sijawa pekee, isipokuwa mimi yani huwa napenda sana kuonyesha kwamba kuna kitu ambacho tunaweza kukifanya zaidi ya kukaa tu kungoja mtu atusaidie. Yani kuingia utawa sio kwamba ndio hatuna uwezo wa kufanya kitu. Yani sio kwamba ndio akili zetu zimekuwa zimedumaa hivi hatuwezi kufanya chochote. Yani hicho mimi kimenifanya nione kwamba utawa ni kitu ambacho kila mtu utawani ana kipaji, ana uwezo, ana malengo, lakini sasa nyingine kwa sababu ya sheria tulizonazo tunaona kwamba hatuwezi kutumia vipaji vyetu, hatuwezi kutumia malengo yetu, hatuwezi kufanya chochote zaidi mpaka tuambiwe kwamba fanya vile, fanya hiki, fanya hivi. Kwa hiyo mimi ndio maana nimeona hicho ni kwamba tunaweza tukafanya zaidi ya hapo na tukatoa mifano zaidi kwa watu wengine. Ukiangalia sasa hivi mapadre wengi na masista wengi wanakufa sana kutokana na heart attacks, strokes. Lakini ukishawaambia kwamba jamani kuna hizo product ambazo zinaweza kuwasaidia, wengi wanasema
mimi ni mtawa, sihitaji hivyo vitu. Mimi ni padre. Tena juzi nilikuwa naongea na padre mmoja wa Kenya. Ananiambia mimi ni padre, nipo kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu, sio kutangaza kuhusu product. Anambia sio sababu ya kuwa padre unatangaza neno la Mungu, kwa sababu hata Yesu mwenyewe tu aliponya. Sasa kama wewe unamfuata Yesu, kwa nini usimsaidie mtu ambaye unaona ana matatizo akasaidiwa? Kwa sababu Yesu aliwaponya watu, aliona watu vipofu akatoa upofu wao. Watu walikuwa na njaa kule harusini, walikosa ni divai, akawapa divai. Sasa sisi tunabaki tu kusema sisi ni mapade, sisi ni masisa, hatuwezi tukafanya hivyo. Huo yani hicho kitu ninaona yani ninataka kukiondoa kati ya mapade na masisa, tuwe tunaona mbele kwamba uwezo wetu ni mkubwa zaidi wa kuweza kusaidia watu kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo nakushukuru sana dada kwa kuniona kwamba ni kitu ambacho kinaweza kutia moyo kwa watu wengine. Asante sana. Namba yangu naona labda uongee na Chilatu binafsi, anaweza kukupatia namba yangu. Huwa siwezi kuiandika hapa kwa kila mtu. Okay, sawa. Mimi wako wengi nitazungumza nao kwanza waniambie na nini mtazipata kwangu, nyie mnaomba hizo namba. Sisi tunashukuru sana. Naomba sasa nikuache nije kwa Ano, naomba tumalizie kipindi. Ano, una chochote cha kuchangia Ano? Ano, uko hewani? Tunasubiri neno lako la mwisho nimalize kipindi. Ano. Hello? Ndio. Hello? Endelea, uko hewani. Okay, kwanza mimi napenda kushukuru kwanza kwa Hello? Endelea, tunakusikia. Okay, kwanza napenda kushukuru kwa haya mafunzo ambayo unakuwa unayatoa. Yamenisaidia kunifungua katika ina break inakatika naona. Vingi, lakini pia yamenisaidia kunijenga kuweza kuona sauti inakatakata, tukusikie vizuri Ano. Naona amepotea huyo. Anyway, basi mimi napenda tu niwashukuru wote ambao mmeshiriki kwenye hii webinar. Kwa nyinyi ambao ni wageni, nadhani mmepata the ABC jinsi gani dunia ilivyo, na msipochukua hatua kitatokea nini, na ukichukua hatua nini kitatokea. Kwa hiyo naomba tu niwashukuru kwa kuwa nasi, na imani tutakuwa pamoja. Sisi ndo kazi zetu kusaidia. Mungu anakusaidia kwa tunaona kusaidia. Kwa hiyo niwashukuru, na mwisho wa kipindi ni mwanzo wa kipindi kingine. Tunategemea Jumanne tutakuwa na kipindi, japo Jumanne tunataka tufanye health talk. Kwa hiyo tutakuwa na health talk siku ya Jumanne, tuweze kusaidia watu wajue afya zao vizuri. Kwa hiyo nitarusha link kesho kwa ajili ya hiyo health talk. Kwa hiyo mjaribu kuwatafuta walengwa, hasa jaribu kuwa invite as much as mnavyoweza, and then tuweze kuwasaidia. Kwa hiyo mimi niwashukuru wote. Bwana Frankie Benjamin, tunakushukuru kwa kuwa nasi. Bwana Barele, kina Josina huko, sister tukuzwe, kina Zuhura, na Skola mlochangia hapo, Margaret na Linda huko Mwanza, tunakushukuru. Kina Nyamumwi hapo, na nyewe wengine ambao mmeshiriki hichi kipindi. Kwa hiyo niwashukuru sana sana sana. Naomba tukafanye kazi, tuwaguse watu kadri tunavyoweza, basi ndio tuweza kupata hizo baraka za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awabariki sana, na nawatakia usiku mwema.